Na hii ni sehemu ya mwisho msikilizaji. Asante sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia sehemu ya kwanza na hatimaye tunahitimisha hii historia yetu tamu kabisa ya baba askofu. Na tulipoishia tulijiuliza kwamba je, nani ambaye aliingia mle ndani? Kwa sababu dada alitoka kuelekea getini, akafungua mlango, yani akafungua geti, na baada ya dakika moja Halima anatuambia kwamba dada aliingia akiwa anaongea na mwanaume. Wote wakaingia sebleni. Nilipotazama hivi, na hapo sasa ndio tulipoishia. Wengine maandika ni Salum, wengine maandika ni Jamal. Hongereni pia ambao mmevuna nishati, mmeweza kufahamu kipi kilichoongezeka mwishoni kabisa, sawa? Kwa hiyo tunasonga mbele. Halima anaendelea kutuambia kwamba nilipotazama hivi niligundua huyo mwanaume ni Salum amerudi. Nilishangaa na kumuuliza Salum, umekuja hapa? Niliinuka na kumsabai kwa kumshika mkono. Salum alitabasamu tu, kisha akanambia, nimepata taarifa umejifungua, hongera sana rafiki yangu. Nikamwambia kwamba asante, mtoto kalala huko ndani bwana. Basi aliketi na kuvuta pumzi, nikawa namkagua tu. Alikuwa ni msafi, nywele zilikuwa zimekatwa vizuri. Hakuonekana mtu aliyetoka kwenye shida yoyote. Dada alituacha peke yetu sisi tukiwa tunaongea tu. Nikamuuliza Salum ya kwamba ulikuwa wapi, mbona upatikani kabisa? Basi alitoa simu mfukoni, akaniambia kwamba tuachane na hayo, nimekuja tu kutimiza yale makubaliano yetu. Nikamuuliza kwamba makubaliano yapi? Basi Salum aliingiza mkono kwenye mfuko wa koti, akatoa karatasi, akaniambia kwamba talaka yako hii hapa. Nikaitazama na kuona ni kweli ni talaka na imeandikwa siku ile ile. Nikamwambia kwamba kwa hiyo umeamua sasa, lakini wazazi wangu watakuja kunisalimia siku sio nyingi na watahitaji kukuona. Hapa mimi naona haitawezekana, maana ninatakiwa niondoke niende Dar kesho. Basi itakuwaje? Mimi nitawapigia tu simu, nitawaambia kwamba imetokea tu ni kutokuelewana mimi na wewe, so nimekupatia talaka kisha nimeondoka. Na mimi watakupigia tu kisha na wewe utawaambia hivyo hivyo. Sawa, nashukuru kwa yote. Ngoja basi nikupatie soda. Hapana. Mimi sitakunywa soda wala chochote. Mimi naondoka. Sawa. Mimi nikutakia tu maisha mema. Nawe pia. Salum aliondoka nyumbani kwangu na kuniacha nikiwa mtalaka wake. Sikujua huko alikokuwa alifanywa nini, yani mpaka aliporudi akatoa talaka bila mawazo yote. Sijui. So baadaye baba alinipigia simu, akaniuliza kwa nini nimeachana na mume wangu. Nikamwambia kwamba aliondoka tu nyumbani wiki 5 hapatikani, sina taarifa yoyote. Mimi nimehangaika peke yangu, kaja kurudi nina mtoto nimemfokea, akaamua kunipa talaka. Na mimi nikasema sawa. Baba akaniuliza kwamba sasa kwa nini ukusema yote hayo? Nikamwambia baba mimi nikaa kimya, maana niliona nitawapa tu msongo wa mawazo bure. Baba akasema sawa, na vipi kuhusu malezi sasa? Nikamwambia nitalea tu, kwa sababu tangu leo na Salum mimi ndiye nimekuwa nikijilisha, kujivalisha na hata kulipa kodi. Kwa kifupi alikuwa na msaada wa kunizalisha tu. Baba akaongea sana. Aliniaga na kunitakia kila laheri, huku sasa akiahidi kuja kuniona siku za karibuni. Nilishangaa kuona mambo hayajawa magumu kama nilivyokuwa nimetarajia. Nikamwambia dada kwamba baba na mama wakija, uambie hii nyumba nimepanga. Wakijua naishi bila kodi, watajua mimi ni mdangaji. Basi dada alicheka sana, kisha tukaendelea na umbea wetu. Ikiwa sasa imepita wiki tu tangu nijifungue mtoto, Bishop Simon alipata ziara ya kwenda Ulaya kikazi. Aliniachia pesa za matumizi na kuniambia nikiona shida yote niwasiliane naye kwa WhatsApp, na hata kina Petro wangeweza kunipa msaada wowote ule niliokuwa ninauhitaji. Bado dada yangu Ray alikuwa akinisupport katika kazi, lakini siku moja asubuhi bomba letu liliharibika, maji yakawa sasa yanamwagika tu upande huko wa choo cha chumbani kwangu. Asa nikamuuliza baba askofu ya kwamba hapa anapataje fundi aje anitengenezee bomba limeharibika.
Baba Askofu akasema kwamba subiri niongee na Petro ampigie yule fundi aliyefanya marekebisho ya mabomba hapo nyumbani. Nikasema sawa. Basi baada ya nusu saa Petro alimpigia simu akasema fundi anakuja muda si mrefu. Na kweli geti liligongwa muda mchache baadaye. Nilienda kufungua mlango. Tena nilienda mwenyewe maana Darei alikuwa busy jikoni. Nilipofungua nilikutana ana kwa ana na Jamal. Yule kijana aliyenisaidia kutengeneza gari barabarani siku za nyuma. Ni wewe? Niliuliza kwa mshangao. Sijui kwa nini nilifurahi sana kumuona kwa mara nyingine. Jamal alitabasamu. Mimi mwenyewe nashangaa hivyo kukuona hapa. Halafu leo hauna kitambi. Nilimpisha akaingia ndani ya geti nikaambia kwamba bwana, mbona karibia mwezi sasa kitumbo kimeondoka. Wow, hongera sana. Basi tuliongozana mpaka sebleni. Alipomwona dada yangu alimsalimia. Akaniuliza kwamba ni bomba lipi limeharibika. Nikaambia chumbani kwangu. Basi nilimchukua mpaka kwenye bafu la chumbani kwangu, akawa anakagua. Mwisho akasema kwamba wao, hapa kunahitajika koki mpya. Nilimwambia kabisa yule bwana kwamba hii koki aliyopewa ni feki. Sasa akaniona mimi kama nataka kumibia. Kwamba lileta ubaili. Basi Jamal alinigeukia, akanitazama machoni. Nilipotazamana naye kwa sekunde kadhaa hatukuzungumza. Nikaona aibu na kutazama pembeni. Koki shingapi? Ya kwenye sinki hili ni 15,000. Hapa utaipata nzuri tu. Basi nikupe ukainunue au wewe nipatie tu nitaenda kununua. Basi nilienda kwenye mkoba nikatoa shilingi 20,000 nikampatia. Sasa nilipompa alinishika mkono kidogo. Akavuta alafu akaniachia sasa akitoa tabasamu pana. Nilishindwa kumfokea kabisa. Sauti yangu ilikuwa haiwezi kumongelesha vibaya. Akatoka nje huko akisema kwamba ninarudi sasa hivi. Mimi sikuweza hata kumjibu. Niliketi kitandani na kuinamisha kichwa huku sasa nikifunika uso wangu kwa ganja. Nikajisemea kwamba huyu kaka kwa nini anashindwa kujizuia kwake? Mbona nishakuwa karibu na wanaume wengi sana lakini huyu hapana, ngoja akija nikae naye tu mbali ana ubeba udhaifu wangu wote. Basi mimi nilinuka na kuelekea sebleni huku sasa nikimbeba mwanangu na mbembeleza alale. Baada ya dakika kama 10 hivi, Jamal alirudi akiwa na koki na vifaa vingine vya kiufundi. Akaniambia kwamba ngoja nikakutengenezea chapchapu hapa. Nikasema sawa. Basi Jamal alienda chumbani kwangu, akakaa huko akiwa anafanya kazi zake. Mimi sikutaka kwenda huko maana nilijua kwamba nimekuwa mdhaifu juu yake kabisa. Nilisubiri amalize kazi yake aondoke, asije akaniharibia kwa baba askofu na baba mwanangu Musa. Lakini shetani alivyo na nguvu, nikasikia sauti ikitokea chumbani ikisema kwamba madam. Hello madam. Nikaitika abe. Jamal akasema nakuomba mara moja. Nikamuuliza mimi? Akasema ndio wewe. Basi nimlaza mtoto kwenye kochi kisha nikaenda kumsikiliza fundi, yani fundi Jamal. Nilipofika chumbani sikuthubutu kuingia bafuni. Nikamuuliza kwamba unasemaje? Hebu naomba niletee hilo begi nimeacha hapo chumbani au nitolee kuna plies humo ndani uniletee. Nichukua begi lote nikampelekea ili asije akaniita tena. Nilipofungua mlango kuchungulia ndani nilimkuta Jamal amevua shati huko kifua wazi. Nijikuta nabaki mdomo wazi tu huko sasa nikimshangaa. Sikuweza kuondoa mboni za jicho langu kutoka kwenye kifua chake. Nilikiona kilivugawanyika. Sikuwahi kuona mwanaume mzuri kama yule machoni pangu. Alikuwa na wanaume wa halisi, wanasema giant. Yani maumbile yake yalikuwa na sifa zote za kiume. Mrefu, amejizia, alafu sasa alivokaa amekaa kiutawala. Angeweza kunitawala kabisa na niwe mdhaifu kwake milele. Nilizoea kuona six pack kwenye picha za mtandaoni lakini siku ile niliziona live bila chenga. Nikadondokwa na mate. Nikawa nawaza sasa kama huyu nikimkumbatia sinaweza kufika kabisa yani juu ya kilima Kilimanjaro kabisa jamani kabla hata ya game yenyewe. Mara nikasikia kwamba wewe nipatie hilo begi. Nikakurupuka kwenye mawazo nikasema ila hapa. Nilimpatia begi kisha nikasema kwamba haya mimi naondoka. Alitabasamu na kuniambia sawa. Nilirudi sebleni nikabaki nazidi kuwaza.
Sikujua ile tamaa ilitoka wapi kwangu. Mara dada alinifuata akaniambia kwamba huyo fundi ni mzuri mashallah. Nikarupuka nikasema, acha tu shoga yangu. Baada ya kumaliza kazi yake, alitoka akiwa amevaa. Alivyo na makusudi, yule mwanaume alikuwa anapenda kweli kuvaa fulana zilizobana mwili wake. Akaniambia kwamba nishamaliza. Okay, ni shingapi unadai? Ufundi 10,000, ila ulinipatia 20,000 muda ule koki ikawa 15,000, kwa hiyo nikabaki na 5,000, so nakudai 5,000 tu. Nilienda chumbani nikachukua 10,000, nikampelekea na kumwambia kwamba nipatie 5,000 nikupatie ile 10,000. Alijisachi na kusema kwamba ile 5,000 nimeiacha pale dukani, walikuwa wanadai. Niliguna tu. Akawa anajisachi akatoa 3,000. Akaniambia kwamba hii tu ndo nilionayo. Basi nipatie hiyo alafu nitakudai 2,000. Alinikabidhi sasa akitabasamu. Nikampa ile 10,000 alafu akageuka na kutaka kuondoka, ila akaniambia kwamba ukipata shida nyingine wewe ni cheki. Sasa mimi nikashoboka nikasema kwamba sasa si unipe namba yako ili sasa nikikuhitaji nikutafute. Hakusita, akaniambia kwamba andika. Nilichukua simu nikaanza kuandika namba yake. Nikamtumia message nikiandika jina langu ya kwamba Halima. Nikamuuliza kwamba umeona message? Akatoa simu mfukoni na kusema kwamba nimeona. Basi tulitazamana machoni kwa mara nyingine. Tukaishia tu kutabasamu, alafu akasema bye. Nami nikamwambia kwamba bye na asante kwa huduma yako. Basi bwana aliondoka zake. Baada ya kuondoka, Darei akasema kwamba huyo kaka yani akiamua kwa smart kidogo tu, hakuna mwanamke anaweza kumkataa. Nikamwambia dada kwamba dada, kumbuka wewe ni mwanamke. Akasema kwani hata mimi nashindwa kumuonjesha? Nilicheka sana kisha nikamuuliza kwamba je shemeji? Akanijibu huoni hata nipigie simu tangu nije hapa. Akanipigia na niuliza tu kitu fulani kiko wapi, ila sio mapenzi. Basi tulicheka sana. Jioni katika kuhangaika bwana kwenye mtandao wa WhatsApp, niliposti picha ya mtoto wangu kwenye status. Watu wengi wali reply ile status, lakini pia mmoja wao alikuwa ni Jamal. Akaniuliza kwamba haka ni kakike au kakiume. Nikamwambia kwamba wewe mwache hizo bwana, huyo ni mbaba. Basi Jamal akacheka akasema kwamba ni mzuri sana mpaka kanichanganya sasa, lakini itakuwa kachukua uzuri wa mama yake. Nikasema kwamba namshukuru Mungu mtoto wangu ni mzuri. Jamal akaniambia kwamba hongera sana, hata wewe ni mzuri. Nikaanza sasa kumdekea. Nikasema bwana mimi ni mbaya. Akasema mzuri sana wewe bwana, ila ungekuwa uko single nisingeacha kukuomba na nile. Nilicheka sana. Nikawa namuuliza kwamba mbona una vituko hivi? Alafu mtu akikuona ni kama vile ni mpole kumbe wala. Akanijibu mimi mbona ni mpole sana? Wewe nimekuchangamkia tu wewe. Damu zetu ni kama zimeendana. Nikamwambia basi uje nyumbani. Akaniuliza kwamba nikikamatwa je? Nikamwambia huwezi kukamatwa bwana. Mwenyewe yuko mbali. Alafu kwani hata akikukuta umekaa sebleni kwani kuna shida? Akasema sitaki kesi na yule tajiri ese. Mimi siwezi kushindana naye, labda wewe ndio uje kwangu. Nikamuuliza kwamba nikija kwako nitarudi salama kweli? Akasema utarudi ukiwa umeburudika vya kutosha. Basi mimi nikabaki naguna tu. Yaani nilikuwa nimevutiwa ghafla na kampani ya yule kaka Jamali. Usiku nilala nikiwa na mwaza. Sikuwahi kupata hisia kali ya mapenzi kiasi kile. Nafikiri Jamali alikuwa ni kama alikuja wakati ambao ni mbaya kiasi. Unajua kwa nini? Endelea kunisikiliza msikilizaji. Nilikuwa sijawahi kulala na mwanaume zaidi ya Askofu Samon. Na nilivyokutana naye naweza kukiri zile hisia zilikuwa sio kali, na nilikuja kutambua kwa pengine nilimpenda kwa sababu alikuwa ananipa huduma zote nilizokuwa nazihitaji. So sikuwahi kujihisi kuwa karibu naye kama nilivyokuwa najihisi kwa Jamal. Nikajiuliza kwamba pengine ingekuwa Jamal ndiye alitumia kama angetumika kama mume boshen kule nyumbani, basi tayari muda mrefu tungesha katiana viuno zamani sana. Nilipagawa sana na ukaka. Kila sekta ya mwili wake ilikuwa inanivutia. Akiongea alikuwa ananipagawisha na sauti yake. Mimi nikaona ni mtu aliyekamilika kila idara kwangu. Hivyo kwa udhaifu
aliokuwa akinionyesha, nilijikuta tu ninampa time kwa kipindi chote ambacho Simon alikuwa kule Ulaya katika ziara ya kidini. So zilipita zaidi ya wiki 5. Simon alikuwa hajarejea na mtoto wangu alikuwa amefikisha umri wa kama miezi 2 hivi. Na mimi mazoea sasa alikuwa ni mazito zaidi kati yangu na Jamal. Tulikuwa tunawasiliana tu, lakini kuonana ilikuwa bado. Japo alionekana kutaka, lakini mimi nilikuwa nakataa kwa sababu hospitalini niliambiwa nikae miezi 3 bila kupinduka. Hapo nilikuwa nimebaki mimi na mtoto tu nyumbani. Dada Ray alikuwa amesharejea kwake na hata wazazi wangu walikuwa wameshakuja kunisalimia kwa ajili ya uzazi na walishaondoka. Sasa nikiwa napika jikoni bwana, nipo tu pande za jikoni, nilimwaga mafuta yote. Nilimwaga kwa bahati mbaya, yalikuwa yamebakia kiduchu, yalikuwa kwenye ndoo. Sasa nikapadeki jikoni, kisha nikatoka kwenda kununua mafuta dukani, na muda ulikuwa ni jioni. Sasa nilipofika dukani nilikutana na Jamali akiwa anakimbia, yana anafanya jogging. Aliponiona alisimama, nikamtazama na kumwambia kwamba naona unafanya mazoezi. Aliinama kidogo kusasa akihema na jasho likimtoka jingi sana. Akajibu kwamba lazima niweke mwili fit, si unaelewa? Nikasema na uko fit kweli kweli. Vipi unaenda wapi? Sijawahi kukuona ukitembea namna hii mtaani. Nimepata ajali, mafuta yamemwagika, so naangalia hapa dukani chapu nikapike. Wow, duka la huku wanauza ghali sana. Jaribu la upande huu hapo. Alinionyesha kwa mkono ambapo kuna bei nafuu. Nikasema okay, ngoja niende huko. Akasema poa, alafu baadaye tutachati basi, au sio? Nikamwambia usijali. Basi aliendelea kukimbia, lakini nilipokuwa natembea barabarani nilikuwa naongea peke yangu kumhusu, nikisema kwamba huyu kaka licha kutoka majasho lakini bado ananukia. Nikazidi kutembea. Baada ya kununua nilirudi nyumbani, nikapika chakula cha usiku, nikamaliza, nikaoga, alafu nikaanza kula taratibu, huku sasa nikimnyonyesha mwanangu. Sasa nikiwa naendelea kufanya hivyo, nilimtumia message Jamali, nikamwambia kwamba kimeshaiva, karibu tule. Akaniambia wow, kweli maana nina njaa tayari. Nikamuuliza kwa nini hujala mpaka sasa hivi? Akanijibu ya kwamba nilitarajia mwanangu aje tupike ugali lakini hajibuka, na mimi sina hela hapa, so inabidi nishuke kule chini kwa bi mkubwa nikale. Nikamwambia no, njoo chukua tu chakula, kipo kingi tu. Akaniambia kweli? Nikamjibu ndio. Jamali alikuwa na maisha duni kidogo. Alikuwa akipata kazi, ni mtu wa kutumia rafu pesa zake. Zikiisha ndo anajua tena umuhimu wa kazi, anatafuta zingine. So aliamua kuja kweli nyumbani. Alipofika alinitumia ujumbe akasema kwamba niko hapa getini, niletee basi. Nilinuka nikiwa na kontena langu. Hapo ndo mapenzi yananiendesha, na nakumbuka ni mara ya kwanza kuwa na hisia zile za bila sababu kwa mwanaume. Nilisogea mpaka getini, na ubaya mmoja sasa, nikiwa ndani nilikuwa na tabia kuvaa jezi na kujifunga kanga. Lakini siku ile kilichonikomboa nilikuwa nimevaa kikabati, la sivyo. So nilipofika getini nilifungua nikachungulia nje. Aliponiona alisogea mpaka pale getini, kisha niambia kwamba nimefurahi mara 2. Kivipi ufurahi mara 2? Nimekuona wewe na nimepata chakula. Nilimpatia mfuko wenye kontena akapokea. Aliunyanyua mkono wake wa pili, akaninyoshea nikaushika. Tukawa tumeshikana mkono, tukawa tunatekenyana mikono. Nikamuuliza kwamba wewe huogope kukutwa hapa? Naogopa nini sasa, napigana. Hivi Halima, kweli miezi yote tunachati hata busu kweli? Wewe nenda nyumbani bwana, mambo ya busu vipi? Nikaanza kuvuta mkono wangu, naye akawa ananivuta. Sasa ikawa ni vuta nikuvute, huku sasa tukicheka kama wajinga. Mwishowe nilimvuta kwa nguvu. Najua nisingemweza, ila alifanya makusudi tu ili aingie ndani ya geti letu. Sasa alipoingia ndani ya geti akaniambia kwamba hapa sasa sina uoga sana, naweza kukumbatia. No bwana, naomba niache basi, mimi nataka kwenda kubembeza mtoto alale. Niliongea kwa kubabaika pale. Sasa alinisogelea, nikaona jaribu sasa kumsukuma, lakini nilipoweka mikono yangu kifuani mwake sikupata nguvu ya kufanya lolote. Nijikuta tu na kishika tu na kutuliza mikono yangu pale juu.
Jamali alinishika kiuno akanivuta karibu, alafu akaa sasa ananiangalia na mimi namwangalia. Ni mrefu hatari. Hapo sasa nimenyanyua kichwa juu sana. Alinikumbatia nikajikuta na mimi nimetulia tu. Basi alianza kufanya utalii pale nini. Na mimi sasa huko unyevu kwa umeshaanza kutokea. Aliponiona sasa nimelegea, akataka kunichumu ile kwa deep chumu. Lakini aliona ni kama anateseka, kwa maana mimi nilikuwa nikafupi kwake. Akaamua kunishika kama kifaranga, akanipandisha juu. Yaani akaninyanyua hivi juu. Sasa bwana, kanga ambayo kwa nimejifunga sikadondoka chini. Oya, nasema hivi, nashukuru sana kabati. Yaani licha ya kwamba kabati ilikuwa yaani ilichafuka sana, lakini naamini kama isingekuepo basi jamaa angetumia funguo yake kuchomeka kwenye kitasa. Kwa sauti legevu nikamwambia kwamba kwa nini unafanya hivi? Unajua mimi yani nanyonyesha. Jamali hakunijibu kitu. Aliuzuia mdomo wangu kuzungumza. Mimi ni tu kama mtoto mdogo. Basi dakika chache nikasikia kwa ndani wote tukashtuka. Ilikuwa ni sauti ya mtoto akilia kwa nguvu. Sasa hii ilinirudisha kwenye akili zangu timamu. Nikapata nguvu na kumwambia Jamali ya kwamba niache, huku sasa nikijitoa kwa nguvu sana kifani kwake. Alipona sasa nimetoka kwenye hisia, aliamua sasa kuniachia. Alichuchumaa akabeba msoso wake kisha akaniacha mimi nikiokota kanga yangu na kujifunga freshi. Akaniambia kwamba asante kwa chakula, uwe na usiku mwema. Basi alitoka nje ya geti, nikafunga geti langu kisha nilienda ndani. Nilimbembeleza mwanangu, nikamnyonyesha mtoto hadi akalala fofofo. Baada ya hapo ilimbidi sasa niende bafuni nijisafishe, maana sio kwa kuchafuka kula ese. Nilipomaliza nilienda kitandani kulala. Nilipokuwa kitandani kabla sijalala, niliangalia simu nikakuta ujumbe wa Jamali ukisema ya kwamba hakika unaonekana yani wewe ni so sweet sana. Umenifanya leo nilale nikiwa na kuwaza wewe tu. Natamani kabla mmeo hajarudi tu enjoy kiasi. Nikamwambia kwamba bado muda. Sio kwamba sikupendi Jamali, lakini mtoto ni mdogo sana. Sitamtendea haki kumbemenda. Nilimwambia hivyo kunijibu kitu. Ilionekana yeye alikuwa amekwisha lala. Asubuhi kulipokucha niliamka nikiwa na uchovu sana. Haraka nilienda bafuni kuoga kama nilivyokuwa nimezoea. Sikuwasha hata data. Nikiwa bafuni nilisikia simu yangu ikiita chumbani. Nikasema hapa nitaipokea nikirudi chumbani. Niliporudi chumbani nilikuta alikuwa amenipigia shemeji Petro. Nikamtumia ujumbe nikasema sorry nilikuwa naoga shemeji. Alinipigia simu shemeji kwa mara nyingine. Nikaipokea nikaweka loud. Sasa namfungia mtoto mgongoni huku namsikiliza. Petro akaniuliza kwamba shem vipi? Nikasema poa tu za kwako. Kisha nilibeba simu na kutoka nje. Hapo sasa nilikuwa naenda mtaani kuchukua maziwa nije ninywe. Petro akasema kwamba safi, Bishop amesema amekutumia message kwenye WhatsApp tangu muda mrefu hauko online. Kuna shida gani? Nikamwambia kwamba usiku nilizima wakati nalala, bado sijawasha, ngoja niwashe sasa hivi. Akanambia poa, ukishawasha mtafute. Nikajibu poa. Alikata simu Petro. Kisha niliwasha data huku sasa nikifunga geti na kuingia mtaani nikiwa na mfuko wenye jagi kwa ajili ya kuwekewa maziwa. Nilitembea kidogo, messages zikawa zinaingia. Nilipotazama nilikuta kweli baba mtoto wangu amenitumia message nyingi sana, zikiwa ni za malalamiko nyingi. Akilalamikia kwa nini sipo online, maana alishaninyima kuzima data kipindi yuko huko nje. Ili akiwa ananihitaji kuwasiliana na mimi awasiliane kwa haraka. Nilimwomba radhi kwa hilo, nikamhakikishia halitajirudia tena. Akasema amenisamehe. Nikamwambia sina tatizo lolote na nina amani, pesa matumizi bado ipo, ila mimi na mtoto tumemiss. Askofu alicheka na kuniambia kwamba sitachelewa sana kurudi kipenzi. Nikamwambia wahi haraka, maana pia miezi 3 ikishafika si unajua tena. Akanambia hilo ondoa shaka, tena 3 mingi sana, baada ya siku 40 tu inaruhusiwa. Ndio maana kuna kuaga na ile 40 ya mtoto. Maana yake baba na mama wanaruhusiwa sasa kuonjana kidogo. Nikasema hivi kumbe ndio iko hivyo Akasema ndio hivyo. Basi aliniahidi kwamba asingechelewa sana kurudi Tanzania, kwani ziara yenyewe imekaribia kutamatika. Nikamwambia ninamsubiri sana.
Tulipomaliza kuwasiliana, niliendelea na kazi zangu za nyumbani kama kawaida. Mpaka saa 7 nilikuwa nimeshamaliza mambo yangu. Hivyo nilikaa tu na mtoto wangu alikuwa amelala muda huo. Nilichukua simu nikaamua kumtext Jamali. Nikasema kwamba hello, mambo. Jamali hakuchelewa kujibu, akasema safi, vipi? Nikamwambia kwamba poa tu, leo maamka bila hata kunijulia hali. Akasema nimeamka vibaya kidogo, nimepata kazi lakini nimeshindwa kwenda. Nilishtuka na kumuuliza kwamba kwani una tatizo gani? Akanijibu kwamba najisikia vibaya, mwili wote unauma sana. Nikamwambia kwamba pole sana Jamali, umetumia dawa? Akasema hapana, nitatoka baadaye nikatafuta dawa, maana hapa sijala, nikimeza dawa itakuwa hatari. Basi mimi nijikuta naumia, nikamuuliza kwamba kwa nini uko hivi Jamali? Yaani hata ujijali. Yaani unaumwa alafu bado hujala. Uko wapi kwanza? Akanijibu niko nyumbani nimelala. Nikamuuliza eneo gani nikuletee chakula? Akanambia hapa tu jirani na kwa Mama Samueli hapa dukani hapa, nyuma kidogo hapa. Basi nijikuta namjali sana yule kijana. Niliumia kusikia hajala alafu anaumwa. Nilibeba chakula kisha niliondoka kuelekea huko alikonielekeza. Kumbuka nilikuwa nimemwacha mtoto kitandani mwenyewe, tena akiwa amelala fofofo. Nilikuwa ninajua sitokaa sana, ningerudi mapema kabisa. Nilienda mpaka kwa Mama Samueli dukani, nikapiga simu na kumuuliza Jamali ni wapi nyumba anayoishi ilipo. Akanijibu kwamba ukishafika hapo kwa Mama Samueli, sogea kama unaenda Santa Teresa hapo, utaniona nikiwa mlangoni hapa nikikusubiri. Nikasema okay. Akaniambia please nichukulie paracetamol kama umebeba hela yote. Basi msikilizaji, kwenye cover la simu yangu kulikuwa na noti ya shilingi 2000. Nilitoa na kuelekea dukani kwa Mama Samueli. Lilikuwa ni duka la vitu vya nyumbani, ila aliweka pia hizo dawa za maumivu. Nilinunua kisha nilitembea kuelekea kule alipokuwa amenielekeza. Nilisogea kwa dakika nzima pole tu na kwa wasiwasi, maana nilikuwa ninapata hofu, ndio mara ya kwanza nimepata mchepuko. Sijui namna hata ya kuepuka kufumaniwa. Nilipofika pale nilimwona Jamali kwenye nyumba moja ya kupanga. Ilikuwa mbali kidogo na barabara, lakini nilimwona akinyosha mkono kumaanisha yuko pale. Nilikatiza pale kuelekea kwake. Nilipofika alifurahi sana. Akasema kwamba nashukuru umefika. Nikamwambia kwamba mbona umechangamka hivyo? Unaumwa kweli wewe? Naumwa kweli. Karibu ndani. Ndani tena? Hapana. Nimemwacha mtoto peke yake, so akiamka atalia sana. Chukua chakula na dawa kisha mimi niondoke. Alisogea akachukua chakula kisha alinitazama machoni. Sasa yale macho yake yalikuwa ni anaongea kabisa. Alikuwa anatamani tukae karibu kwa dakika chache. Asante kwa chakula. Alisema hivyo. Nilishusha macho yangu kuanzia usoni mwake mpaka kifuani. Alikuwa yuko kifua wazi. Nikajikuta na mimi sasa naishiwa pozi. Hapa nje sio salama. Njoo ndani basi atoke kidogo. Kwa kuwa nilikuwa nampenda Jamali, nilijikuta nashindwa kumkatalia. Nikamwambia kwamba ninakaa dakika 5 tu kisha naondoka. Akasema poa. Halafu aliingia ndani na mimi sasa nilimfuata chumbani kwake. Chumbani kwake kulikuwa kuna kitanda tu. Aliweka chakula pembeni. Mimi nikawa sasa naangaza kushoto kulia. Akasema kwamba karibu kae. Sasa nakaa wapi? Mbona sioni kiti? Kaa hapa kitandani. Alisema hivyo, halafu aliketi kitandani. Nilibaki nimesimama, akanyosha mkono wake akanivuta kwa nguvu nikaketi. Nini bwana? Unaogopa nini sasa? Unahisi mimi nitakufanyaje? Mimi nachelewa sana. Niliendelea kukaa pale, lakini Jamali aliuchukua mkono wake akaniwekea begani. Ina maana kweli unamtembelea mpenzi wako alafu unataka uondoke bila hata kumbusu? Lakini jana tulibusiana. Jana ni jana. Na leo ni leo mpenzi. Basi alivyosema hivyo akaanza mambo yake. Mimi nijikuta nimetulia tu. Nikamwambia kwamba hebu naomba uniache, nitakuja siku nyingine. Licha ya kusema hivyo bado aliendelea kunitomasa. Nikabidi sasa niinuke kwa haraka nikasema bye. Nilisema sasa nikaanza kupiga hatua kuelekea nje, lakini aliniwahi. Akanivuta kwa nguvu tukadondokea wote kwa bed. Sasa ilikuwa ni makosa makubwa sana kukaa karibu naye kwa namna ile, kwa sababu mimi nilikuwa najua kabisa siwezi kuzikontrol hisia zangu kwake. Basi nijikuta na mimi nampa support kwa wale wote ambao alikuwa anafanya. Jamali alifika mbali zaidi.
akaanza kuondoa nguo. Na mimi sasa baada ya kuniondolea nikanibakiwa na kabati tu. Na akaingiza mikono ndani ya kabati. Akawa sasa anashika aliyomo ndani ya kabati. Na hakuishia hapo. Mimi nikaa naendelea kupambana na mambo mengine huko sasa. I say, baada ya pale kwanza niliendelea kujisahau. Yeye akaondoa trouser yake. Kilichotokea pale, mambo yalilika vizuri tu. Nilitoa mzigo vizuri sana. Alafu kwanza ya Jamali ilikuwa ni kubwa kuliko wa Mr. Salmon. Na mimi sikuwahi, yani hata sijui nikwambie vipi. Of course kwa Jamali ilikuwa ni 10 over 10. Haikuchukua dakika 2, mimi nilikuwa nimeshamaliza kitambo sana. Na Jamali aligundua hilo. Lakini yeye sasa ndio ikawa zamu yake, maana naona ilikuwa bado. Kwa hiyo anakuja kufika mwisho, mimi tayari nilikuwa nimeshafika daraja la 4. Nikamwambia kwamba naomba tu niache sasa, acha niwahi nyumbani, mtoto atakuwa shamka. Basi Jamali aliniruhusu, nikajiweka vizuri pale, alafu niliondoka. Wala sikuweza hata kuchukua vyombo vyangu. Nilienda kwa mwendo wa haraka haraka. Nimefika hivi getini, nilimkuta Abduli yuko pale. Amekalia pikipiki huko sasa akichezea simu yake. Akasema, "Shem, vipi? Nimekupigia sana simu pokei." Nilitazama simu yangu, haikuwa na missed call. Nikamuuliza, "Umepiga kwenye Airtel ama?" Akasema, "Ya." Nikamwambia, "Ile nimeiacha nyumbani, nilikuwa nimeenda kumtafuta msusi kwa sababu naona kama nywele zinaniwasha sana." Akasema kwamba, "Kwa vipi, umempata sasa?" Nikamwambia, "Nimekaa hapo tu, naona ana mteja anamsuka." Nikamwambia tu akimaliza aje nyumbani anisuke. Basi Abduli aliniangalia kuanzia juu mpaka chini. Akaniuliza kwamba, "Sasa ulienda kusuka na mtoto umemwacha wapi?" Nikamwambia kwamba amelala, nilitaka tu niende nikamchukue msusi tu nije naye nyumbani anisuke. Abduli aliguna tu. Kisha nilifungua geti na kumwambia kwamba karibu. Alitoa mzigo uliokuwa pale kwenye pikipiki akanipelekea ndani. Baada ya hapo aliniaga na kunitakia wakati mwema. Nimefika chumbani najiuliza mtoto hajaamka tu. Nikaenda nikamkuta kitandani akicheza na vidole vyake, lakini alikuwa macho bado. Niliingia bafuni nikatoa janaba, kisha nikaenda sasa ndo kumgusa mtoto. Yaani ikiwa ni pamoja na kumnyonyesha mtoto. Maana ukiwa umetoka huko alafu kumgusa mtoto na mijanaba yako, utakachokiharibu hapo utajuta. Kwa hiyo nilifikia bafuni. Nikajisemea kwamba sitokuja kufanya tena huu ujinga niliofanya. Hapo niliamini nimekosea, msikilizaji. Lakini kumbe baada ya kutolewa upwiru nilijua sitotaka tena, ila ilipopita siku 3 nikaanza kujisikia tena. Na mimi peke yangu ndo nilimwambia Jamali kwamba nataka wanacheza game mara kwa mara. Maana nimegundua tangu nizaliwe sija faidi huu ulimwengu wa mapenzi. Tena ya kijana kama yeye. Basi kawa ni kupika pakua. Mara zote alikuwa anakula kwangu au nampelekea. Tulifika mbali zaidi akawa sasa anakuja game kuipigia tu nyumbani. Na mimi nikawa naenda kwake mara zingine. Imagine. Nyumba, kitanda na kila kitu vimenunuliwa na mwanaume mwingine, halafu mwanaume mwingine anakuja kulalia kitanda cha mwanaume mwingine alienda kutoa pesa zake na anahangaika huko kwenye nchi za watu kwa ajili ya hizi ndio ndoa ambazo watu sometimes wanazichukia. Kwa hiyo mimi na huu mchepuko ilikuwa ni kama dozi. Hatupitishi siku 3. Mimi nikawa nachuchunga ni mimba tu. Huku nikimwambia jitahidi kumwaga maji nje, maana akimwaga maji ndani italeta balaa kwa mtoto. Penzi liliponoga zaidi nilimwambia kwamba siku sio nyingi Samoni atarudi. Kwa tutakuwa hatufaidi hivi. Jamali alihuzunika sana akaniambia kwamba ninakupenda sana. Ni vile tu sina maisha. Yaani ningekuchukua wewe na Musa twende tukaishi mbali huko. Msikilizaji, Musa ndo mtoto wangu. Mtoto wangu anaitwa Musa. Kwa hiyo nikamwambia kwamba mimi mwenyewe natamani tena kipindi yani nafanya ile ndoa ya abortion, ningejua wewe ndo ungenioa. Baadaye tu hata tunafanya jambo halali kabisa yani.
Akasema hata hivyo mimi naamini ipo siku tutawana. Nikaambia sidhani. Basi tuliendeleza mahaba yetu mara zote. Jamali alinifundisha mambo mengi sana kwenye huu ulimwengu ambao mimi hata sikuwahi kujaribu kabisa. Alinifundisha namna mbalimbali za kutawala mchezo nikiwa 6-6. Mambo mengi sana alinifundisha, mengi. Kuna muda mpaka nikawa nakosa usingizi nikiwa nakumbuka. Na faida moja hapo ni ukubwa wa kombola alilokuwa nalo. Kombola yake aisee ilikuwa ni ina uwezo kuzunguka sayari moja hadi nyingine vizuri tu. Ina uwezo kustahimili changamoto zote kwenye safari ya kutoka sayari moja kwenda sayari nyingine ikiwa imara kabisa. Kwa mimi nilikuwa nachanganyikiwa sana. Na wala sikujua kwamba itaniletea madhara ya kisaikolojia. Sikujua kama akija Salmon nikampatia nahisi kama atagundua kama kuna kitu tofauti hivi. So ikiwa ni mwezi mmoja wa mapendo na mahaba, hatimaye tarehe 11 mwezi Septemba ulifika. Na ndio ilikuwa ni siku ya birthday yangu. Salmon alinitumia ujumbe akasema kwamba happy birthday mama mtoto wangu. Nimekumisi sana. Ninatamani ningekuwepo hapo karibu leo nikupe zawadi nzuri ambayo ungejisikia furaha sana. Mungu akutunze kwa ajili ya furaha yangu mimi na mtoto wetu pia. Basi nami nikamtumia message nikasema kwamba ninashukuru sana mume wangu, nimemiss pia uwepo wako. Salmon akaniambia usijali, nitarudi siku sio nyingi kwa ajili yako. Basi mimi nilikuwa sitamani arudi kwanza. Nikamwambia kwamba utarudi lini? Akanijibu sina muda mwingi wa kukaa huku. Utaona nimekuja tu mpenzi. Nikasema karibu sana mume wangu, usisahau zawadi. Akasema sawa. Siku hiyo nilimuuliza Jamali ya kwamba leo mimi mpenzi wako ninasherehekea siku yangu ya kuzaliwa, unanipa zawadi gani? Jamali akaniambia kwamba mimi sijui nikupe zawadi gani, ila si unajua mimi uchumi wangu nikikuletea zawadi hata kama ni kidogo si utaridhika? Nikasema nitaridhika sana tu. Akasema poa. Kweli baadaye muda wa saa 12 hivi Jamali alikuja na mfuko fulani hivi, kama mfuko kadogo tu kadogo. Nilimkaribisha mpaka sebuleni, tukawa sasa tumeketi kwenye kochi. Nilimkabidhi mtoto. Halafu akawa sasa yani anacheza naye, mimi nikawa nakagua zile zawadi. Nigundua kuna apple moja, ubuyu wa Kizanzibar kwenye kikopo chake. Pia kulikuwa na lollipop 2 na kajuisi kadogo. Hakika nilifurahi sana. Maana ni kwa ajili ya mahaba, hata kidogo kinaonekana kikubwa. Na hapa ndipo ulipo uchawi wa mapenzi. Yaani wewe unaweza kununua gari ya milioni 800. Akafika sehemu mwanaume aliyemuongezea tu upepo kwenye tairi, ambao gharama ya kujaza upepo kwenye tairi labda ni shilingi 500 za Kitanzania ama shilingi 50 ya Kenya ama dola 1 tu. Huyo ndio akawa na thamani zaidi kuliko aliyenunua gari la milioni 800. Just imagine, apple moja ni shilingi ngapi? Apple, ubuyu na lollipop hazizidi hata shilingi 3,000-4,000 za Kitanzania, hazizidi. Nilichukua lollipop moja nikaanza kuifungua, lakini kabla sijaanza kukuila nikamwambia kwamba asante kwa zawadi nzuri. Basi mimi nikana na ile lollipop nikampatia pia Jamali ambao mimi nilikuwa na ila. Basi nilivompatia tukajikuta wote tunacheka tu. Nikamwambia chukua na wewe hii hapa ambao mimi nimekula. Basi michezo pale iliendelea nini matani. Jamali alienda kumlaza mtoto kwenye kochi jingine. Haivorudi tukawa sisi tunaendelea mambo yetu mengine pale. Mambo yaliendelea pale aisee. Sijui hata nisemeje. Game ilipigwa pale sebuleni kwenye kochi. Nyumba mwanaume mwingine, kochi kanunua mwanaume mwingine
na linakuja kutumika kwa mwanamume mwingine. Sasa ghafla kwa kelele zile mlango ukafunguliwa, maana hatukuufunga kwa ufunguo. Wote tulishtuka hapo. Jamali mdogo sasa kombora ilikuwa ipo yote. Kangangu wenyewe ipo kule. Tupogeuka mlangoni kutazama hivi kwamba nani amekuja, tukakutana uso kwa uso na Askofu Petro na Abduli. Walikuwa wamekuja bila taarifa. Muda huo funguo ipo kwenye kitasa. Kitasa kipo wazi kabisa. Nilipigwa shoti mwili mzima. Shoti mwili mzima shoti. Ilibidi kwanza nimsukume kwanza Jamali. Halafu sasa nikajifunga kanga fasta. Huku natetemeka, machozi yanatoka kwa woga. Nikaanza kutetemeka sema Bishop, nilishindwa hata kuongea. Wote wananishangaa huku Jamali yeye mwenyewe hapo anajiweka sasa huku anatetemeka. Askofu akaniita Halima. Askofu aliniita huku sasa kisogea taratibu na kuingia sebuleni. Niliangua kilio nikasema nisamee mume wangu. Naweza nikakuelezea na kuomba, naweza nikakuelezea yote, nisamee. Askofu aliweka mikono mfukoni akasema ina maana umeamua kunilipa haya. Umeamua kuwa hivi Halima. Ni nini kitu ambacho unanifanyia? Kwa nini lakini? Askofu aligeuza macho akamwona mtoto kwenye kochi. Askofu akasema mbele ya mtoto wangu Halima, mbele ya mwanangu Halima, unafanya mambo ya kipumbavu. Mbele ya mtoto. Askofu alishindwa kuongea. Nibaki nalia kwa sauti ya chini, machozi yakinitoka. Sikujua hata imekuwaje, yani nimebambwa kirahisi hivi. Askofu alimgeukia Jamal na kusema ya kwamba Jamal, hata wewe ni wa kunifanyia hivi mdogo wangu? Askofu aliketi na kushika tama. Akawaza na kusema ya kwamba kumbe nilikosea kukupa kazi ya kuja kumsaidia huyu mwanamke kufix bomba lake la chooni, si ndio? Jamal akasema brother, naomba unisamehe, ni bahati mbaya tu. Askofu akasema hakuna bahati mbaya kwenye mapenzi ndugu yangu. Mlikusudia kabisa. Mwanamke akaamua kufanya ile jambo, hakuna cha bahati mbaya. Mimi ni mwanaume, wewe ni mwanaume. Sisi tunajua inawezekana tamaa. Mwanamke huwa sio tamaa. Mwanamke akipenda amedhamiria. Kwa nini useme bahati mbaya? Askofu alibaki kutazama tu akasema kwamba anyway, bora ningetoa taarifa kabla ya kuja. Labda nisingeumia roho yangu hivi. Basi Abdul alitupa maboksi ya zawadi za birthday chini, akafoka huku akipiga ukuta akasema Bishop, tuondoke bwana, tusepe bwana, hao watoto wazingwaji sana. Nilishangaa kumbe ilikuwa ni surprise. Alikuwa ameacha kuniambia anakuja kwa sababu alitaka kuniletea zawadi za siku yangu ya kuzaliwa. Alinitazama kisha akasema kwamba sitorudi tena hapa Halima. Alitoka nje ya ile nyumba huku vijana wake wakimfuata nyuma. Walitoka nje ya geti. Nilimkimbilia kwa nyuma nikimuita huku sasa nikilia. Nikawa naangalia nje ya geti magari mawili, moja ile Harrier yake ya siku zote na jingine jipya lililopambwa kwa mapambo likija kama zawadi yangu ya birthday. Nikasema mume wangu nisamee, naweza nikakuelezea, naomba nisamee tu, ni shetani. Nilianguka kwa majuto chini. Kilichoniuma zaidi ni gari niliyoiona imepambwa kwa ajili ya zawadi, Subaru XV iliyokuwa ya mwaka huo. Yaani ya kisasa kweli, nyeupe yenye kuvutia sana. Oya, waliondoka zao na gari yao. Nilia sana. Ilikuwa ni majuto ya hali ya juu kwangu mimi. Sitoisahau hata hadi ile namba ya gari iliyokuwa imesajiliwa kwenye plate number. Aliweka tarehe na mwezi wa mwanangu kuzaliwa. Ilikuwa ni ile namba aliyosema ni ya bahati, 304. Yaani tarehe 30 mwezi wa 4. Akaandika 304. Nilijua, hakika iliniuma sana. Basi nikiwa nimeketi pale ndani, yaani niko ndani ya geti, niko chini nikiwa nalia, Jamali alitoka ndani na kuja na mtoto akiwa analia sana. Nilimpokea mwanangu na kumkumbatia kwa nguvu. Jamali akanyosha mkono akitaka kuniinua ili nirudi ndani. Nikamwambia kwamba Jamali please, naomba ondoke. Nimesharibu pakubwa sana, ondoka.
Jamali aliniangalia kwa huzuni tu, akaniambia kwamba anaondoka kisha na kuacha kwenye hali kweli. Nikamwambia ondoka tu bwana, mimi najua namna kulimaliza hili. Jamali alichuchumaa, akanishika begani. Akaniambia nisamee sana, mimi ndiye chanzo cha yote. Basi mimi sikujibu chochote, ila niliinuka na kuondoka. Yaani yeye aliinuka na kuondoka zake. Basi siku ile ilikuwa ni ngumu sana kwangu. Ilikuwa ni kilio tu, mimi na mtoto. Niliteseka sana jamani. Hakuna kitu kibaya kama kufumaniwa katikati ya tendo. Unajua kuna ile kufumaniwa kwa message. Unaweza kusema tu kwamba yeye ndio analazimisha, yeye ndio ananitumia message, mimi simtaki nini, mambo mengi. Sasa ukifungwa katikati ya tendo, yani katikati ya game, fungue ipo kwenye kitasa. Kuni inachochewa mafigani. Utafanyaje? Utasema mwasha moto kwa bahati mbaya wakati bado unaendelea kuchochea kuni? Kwa nini usizime moto? Utasema ni bahati mbaya? Pale hakuna cha kujitetea rafiki. Pale rafiki hakuna cha kujitetea. Nilichukua simu yangu nikampigia askofu, lakini alikuwa akinikatia simu tu. Niliumia sana. Nikamtumia ujumbe nikasema please, naomba urudi baba watoto wangu. Ninakiri kosa langu. Ni shetani tu kanipitia. Sitarudia tena na kuomba. Askofu alikaa kimya. Nikaongeza message nyingine nikasema kwamba umenifundisha mambo mengi. Umenifundisha maisha, sijawahi kukosea. Naomba iwe mwanzo na mwisho, na kuahidi nitakuheshimu siku zote katika maisha yangu. Aliendelea kukaa kimya. Nikamtumia message nyingine nikasema naomba nafasi nyingine kwa ajili ya msamaha wangu na kuomba, sitaweza peke yangu, ni wewe tu babangu. Askofu alizidi kukaa kimya. Alafu kukaa kwake kimya, yani maumivu yakawa yananizidi. Usiku ule sikulala. Nilikuwa na msongo mkubwa wa mawazo sana. Ilipofika asubuhi, Jamali alinitumia ujumbe. Akaandika kwamba umamkaje. Nikamwambia kwamba please, naomba usinitumie tena messages zako. Hizi sitaki, yani sitaki tu kuona katika maisha yangu. Sitaki. Tumeshakosea. Naomba sana kosa lisijirudie tafadhali sana. Jamali akajibu kwamba sawa, ila nitaka tu kujua kama uko salama. Nikamwambia kwamba niko salama. Naomba usinitumie message nyingine. Na hiyo ya mwisho. Akasema okay. Nilijaribu kumtafuta askofu, lakini niligundua ameniblock kila sehemu. Sio WhatsApp, sio kwenye simu za kawaida. Nilikuwa simpati. Nilipokuwa najaribu kuwapigia kina Petro na kina Abdul, walikuwa nasema tu kwamba shemu ulizingua, tusubiri tu hasira zake pengine zitaisha. Basi niliendelea kupambana kumtafuta, lakini hakuonyesha kuwa na hamu na mimi hata kidogo. Zilipopita siku 3, nilikuwa nimeshakata tamaa. Nilikuwa sina tena amani ya moyo. Sikuwa nimethubutu kumweleza mtu yoyote, hata Darei. Kile kilichotokea sikumwambia. Nikawa niko tu njia panda. Nikiwa najiwazia sasa mambo yangu nyumbani, ghafla geti langu liligongwa. Nilienda kuchungulia, nikakutana na askofu akiwa amesimama nje ya geti. Na gari yake ikiwa nyuma yake ameipaki. Akanitazama usoni na kusema kwamba unaendeleaje? Nilitetemeka nikasema salama, karibu. Basi akasogelea mlango mdogo wa geti, nikampisha akaingia. Alipoingia ndani, ile gari kule nje iliondoka. Nikaogopa, nikamuuliza kwamba umekuja kwa jema, mbona gari yako imeondoka? Basi aliweka mkono kiunoni, akanyanyua koti lake, akachomoa bastola kisha kaikoki. Sikuwahi kuona bastola live, sikuwahi. Na ndio siku hiyo nilijua kumbe askofu anamiliki bastola. Nikajisemea moyoni ya kwamba nafwa, nimekwisha. Nirudi nyuma huku sasa nikitetemeka. Nikasikia ameikoki. Nikaanza kutokwa na machozi. Nikaanza kumuomba msamaha. Sasa nikiwa nalia bana, alirudisha bastola kiunoni, kisha kanambia kwamba sijaja kwa shari hapa. Hii nimeweka tayari tu ili ukinizungua na kumaliza sasa hivi. Alivungivu nikamwambia kwamba please, naomba usinidhuru, kama ni kuondoka ni kuachia nyumba yako, mimi nitaondoka. Akanambia kwamba nyumba sio shida kwangu. Nataka kujua kitu kimoja. Nilibaki namsikiliza. Akanambia kwamba Musa ni mtoto wangu au
Nikakiri nikasema kweli ni mtoto wako. Hata tukienda kupima sasa hivi ni mtoto wako. Sijawahi kulala na mwanaume mwingine. Huyu ndio kaja kuniharibia leo. Akasema basi. Nitakuacha hapa kwenye hii nyumba. Lakini kumbuka imeandikwa majina ya ndugu yangu. Muda wote anaweza kukufukuza kama ukisumbua. Sharti ni moja tu, unanisikia? Sitaki mwanaume aingie hapa ndani. Nimejenga kwa pesa zangu na kwa shida. Nikipata taarifa au nikikuta mwanaume huko ndani na kufukuza. Kama ni umalaya wako nenda kafanyie nje ya nyumba yangu, sawa? Nisema ya kwamba nisamee please, ni shetani. Askofu akaongea zaidi. Alipiga hatua kuelekea kule sebuleni. Akaingia ndani ya sebule akaniita akaniambia njoo nipatie funguo wa gari yangu ndio naondoka nayo. Nirudi sebuleni, nikapiga hatua kadhaa, nikageuka na kupiga magoti. Nikamwambia please, naomba unisamehe baba Musa. Najua nimekosea, yani kila siku umekuwa ukinisi kuwasamehe waliokosea na kuomba unisamehe. Basi askofu akaniambia kwamba nimekusamehe. Lakini hatuwezi kuendelea na mahusiano. Mimi nina kinyaa sana. Nikarudia nikasema kwamba ni kwa ajili ya mtoto wetu please. Akasema kwamba mimi nimesha kufungulia mlango wa maisha, unapaka kulala bure. Pambana na mtoto. Mimi sipo tayari kulelea mtoto huyo kwa mara nyingine. Basi naendelea mimi kumuomba pale, akanifokea akasema kwamba nikitoa bastola hapa haitarudi bila ubongo wako ise. Nenda kaniletee ufunguo wa gari unaondoke. Basi nilipofokewa niliinuka na kwenda chumbani. Nikachukua ufunguo wa ile Toyota Crown nikaja kumkabidhi. Alitoka nje bila hata kuniaga. Akaingia ndani ya gari, akaniamuru nimfungulie geti ili aondoke zake kwa amani. Nilifanya hivyo na Askofu Samuel aliondoka kwenye maisha yangu. Msongo wa mawazo ulizidi kuniandama kwa kipindi kadhaa. Licha Jamal alikuwa ananitafuta, sikutaka kuwa naye, kwa niliona yeye ndiye aliyeniharibia kabisa. Ilipita wiki moja. Nilikuwa natumia akiba ya zile pesa na vyakula ambavyo nilikuwa sijatumia kipindi nikitunzwa na Samuel. Maisha yalianza kubadilika. Nikawa ni sio tena yule mwanamke mwenye furaha na sura ya mng'ao. Ndipo siku hiyo usiku nilipokuwa natoka kutafuta mchele, nilikutana na Jamal. Jamal aling'ang'ania kuongea na mimi. Akasema kwamba alishatokea na kama hayawezi kubadilika. Kumbukumbu bado zipo, hata ukinichunia haiwezi kufanya yale ya nyuma yakafutika. Alinishika mkono na kuniambia kwamba usio na msongo wa mawazo Halima. Muda wote ukihitaji msaada wangu basi utakuwa unaniambia na nitakusaidia Halima. Mimi sihitaji uendelee kuteseka kisa mimi tu nilikupeleka matatizoni, please. Basi alivyosema hivyo nilimwambia kwamba lakini Jamali, nina msongo wa mawazo. Akiba ikiisha yani sijata nitakuwa natumia nini? Sina kazi yoyote. Mimi nadhani usio na wasiwasi, mimi nitapambana kwa ajili yako. Wewe mwenyewe maisha yako hayo, mimi nilikuwa nakupatia chakula kila siku. Sasa utaweza kweli kunihudumia? Yani sijata nikwambiaje, lakini hutaamini ni huyu Jamal anayekimbia barabarani kama kichaa kutengeneza mwili. Utafurahi na kuhakikishia. Alinishika mashavuni na kuniambia kwamba umesikia mtoto mzuri. Nikatika kwa kichwa. Jamal akaniaga na kusema tutafutane kesho yake. Kweli mazoea alianza kurudi, lakini jitahidi sana kumzuia asiwe anakuja nyumbani kwangu. Nilikuwa nakutana naye barabarani, saa zingine namtembelea kwake. Alianza kupambana kwa nguvu sana. Alikuwa sio yule mvivu kama zamani. Kila kibarua alikuwa akifanya, ujenzi yupo, kuchimba mitaro yupo, mashimo ya choo yupo, fundi bomba yupo, kila mahali alikuwa anajumuika. Kweli Mungu si athumani, riziki ilikuwa inapatikana, basi nikawa siogopi na mapenzi yetu yaliendelea kushamiri siku hadi siku. Nika sasa najisikia furaha kuliko ile hata niliyokuwa naipata kwa askofu. Ni kweli Jamal hakuwa tajiri kama Samuel, lakini moyo wangu uliridhika naye na nilimpenda kwa dhati na hisia zangu zote zikawa zimejielekeza kwake. Nikawa saa nyingine sasa ninakaa kule kwake hata siku 3 sijarudi kwenye ile nyumba ya Samuel. Nikawa na enjoy sana. Mtoto wangu aliumwa ghafla. Akawa anasumbuliwa na mafua makali na homa, hivyo akawa analia na kunisumbua sana. Jamal akawa ananisaidia kumbeba na kumbembeleza nini hadi usiku. Tukawa tunatembea barabarani, amembeba mtoto mgongoni na mimi sasa nikiwa nyuma yake hapo nimemkumbatia tu, tunatembea taratibu. Kaambia kwamba natamani wewe ndiye
ningelikuona kwa mara ya kwanza katika maisha yangu, najuta kumpa askofu bikira yangu. Jamali akasema kwamba yote hayo hatupangi sisi, ni Mungu. Nikasema ila ni kweli. Basi nilimtekenya bwana, tukasa tunatembea huko gizani huko tukicheka sana. Ghafla honi ilipiga mbele yetu. Tukasimama, kumbe ni Petro ndo alikuwa anakatiza mita ile na gari. Akatuangalia, Jamali akasema ya kwamba oya vipi? Petro akasema fresh, naona unakula bata tu na mtoto mzuri. Jamali akasema ndio kaka, tuatembea kidogo. Sasa mimi niliuficha uso wangu kwa aibu, maana ninajua walichotukuta tukifanya. Petro aliliondoa gari na kuondoka zake. Sisi sasa tukaendelea na matembezi yetu kwa muda mfupi, kisha baadaye turudi nyumbani. Asubuhi niliamka mtoto akiwa na unafuu kidogo, akawa amelala sana. Nikamwambia Jamali ya kwamba sasa bebe, inabidi tufanye mpango tuame huko, ili nimwachie nyumba yake Mwavechu, maana mimi sina amani nikiwa kule. Naweza siku akipatwa na hasira hapa, basi anaweza kuja kuniulia ndani. Usijali, tutahama, ila subiri ni tafute hela kidogo. Vile hatutaweza kuhamia mbali kwa sababu mita hii ndio najulikana, kwa hiyo tunaweza kutafuta chumba mbele, ila mara nyingi kazi najua nitaitua huku mpaka pale itakapojulikana sehemu ambapo tunakoenda. Kwa hiyo relax kwanza. Basi nilifikiria, nikaona ngoja nikubaliane naye. Kisha akasema kwamba leo mtoto ana nafuu, na unajua siku 3 hajatupa uhuru kabisa wa kuweza kulizungusha uno Sasa kilala tu hivi na aliamsha dude, maana sitoki kabisa mpaka jioni nikaangalia mpira wa Madrid na Man City. Basi mimi nitabasamu tu na kumtazama kwa aibu. Nikamwambia kwamba umemisi sana. Akajibu sana tu, nimekuvumilia na ulivyo mzuri hivi, nimekumisi mno. Basi ghafla simu yake iliita. Ni namba mpya, akaichukua na kusema kwamba nani wanapiga tena. Akawa sasa anaitazama ile simu kwa muda, lakini mwisho alipokea. Sasa aliyepiga akauliza kwamba Jamali uko wapi? Jamali akasema nani mwenzangu? Yule mtu akasema kwamba mimi naitwa Babana. Niko Vudoi hapa kwenye ujenzi, nahitaji mtu wa kusaidiana naye. Steve ndo kanipa namba yako. Jamali alishtuka na kusema kwamba Vudoi shuleni au? Kwenye simu akasema hapana, huku nyuma ya shule kuna nyumba inajengwa hapa. Basi Jamali alinuka na kusema kwamba poa, ngoja niibuke basi, si mpunga wa hakika, maana sisi tuna familia bana. Yule mtu akasema kwamba hakika mzee. Basi Jamali akasema poa. Alipokata simu alishika begi lake la kazini, akaniambia kwamba nimepata mchongo, ngoja nikaupiga faster mke wangu. Nikaambia kwamba lakini si ulisema tunashinda wote leo? Ya, lakini mke wangu jioni tuko pamoja. Hizi fursa hizi bwana, kuna wakati aziji kabisa, ngoja tuzipambanie kidogo. Yaani mimi sisikii nafsi yangu ikitaka utoke leo. Nasikia kama ni roho nzito hivi. Basi alinishika akainama na kunichum. Akaniambia kwamba usio na hofu mpenzi, tunapambania mtoto wetu. Kisha akaondoka. Nilimuita Jamal, please baki, nimekumisi bwana. Akasema baadaye. Basi akaweka mkono mdomoni na kufanya ishara ile ya busu la mbali. Nibaki pale nyumbani peke yangu, upweke mwingi. Nilikuwa nimemzoea sana Jamal, alijua kunifurahisha muda wote. Nikaona anyway ni kazi, ngoja tafute riziki, maana mimi pia ninahitaji matumizi yangu na bila pesa hayatapatikana. Mchana ukapita, nikiwa sasa na mtoto wangu bado mgonjwa. Nilikuwa tunampatia dawa kwa wakati na kumnyonyesha kwa wingi. Sasa ilipita mchana ikawa jioni, nikampigia Jamali akawa patikane. Nikajua labda simu imezima tu chaji. Ikafika usiku mpaka saa 4 simpati na wala hata hajarudi nyumbani. Nikajua hapa labda kapitia kwenye mpira. Ikafika saa 6 usiku bado sikumuona Jamali. Nikaanza kupata wasiwasi. Nikatoka na kumgongea jirani yangu nikimuomba tafute Jamali kwenye banda la mpira ambalo walikuwa akipenda sana kwenda kuangalia. Jirani alienda akarudi na kunipa taarifa kwamba mpira ulishaisha masaa 2 yaliyopita. Hivyo banda limefungwa na hakuna mtu. Basi wasiwasi ukazidi. Nikaanza kuwaza mambo mengi. Nikashindwa kulala vizuri mpaka asubuhi, yani sikumuona Jamali na alikuwa patikani pia kwenye simu. Kwa kuwa nilikuwa napajua kwa mama yake, niliamua kwenda kumuulizia mama yake. Mama yake akasema yeye pia hajamuona muda mrefu. Basi nikaanza sasa kuhangaika kumtafuta kutwa nzima.
Nikakumbuka nilisikia nyumba inajengwa nyuma ya shule ya Vudoi. Ikabidi sasa niende mpaka huko. Nilipoulizia ujenzi kwa wapi, niliambiwa kwamba hakuna ujenzi eneo lile lote. Nilipata simanzi na msongo wa mawazo sana. Nikarudi nyumbani nikiwa nimechanganyikiwa. Sijui Jamali alipo na vile vile bado mtoto anaumwa. Siku ya pili ikaisha sijamuona Jamali na sina taarifa yoyote. Ikapita siku ya 3, ya 4 na ya 5, nikaanza kuwa kama kichaise. Oya, tumbo la kuhara la ghafla lilianza kunisumbua. Yote ni msongo wa mawazo na kushindwa kula kwa wakati. Maana nilikuwa nikiukweli nina msongo wa mawazo sana. Nilikuwa naingia uani mara 3. Nikaona aibu maana choo kilikuwa ni cha nje. Nikajisemea moyoni kwa nini nisiende kwenye ile nyumba niliyokuwa naishi? Kwa sababu sikuwa nimefukuzwa huko. Nilimfungia mtoto mgongoni nikasonga taratibu sasa nikiwa sina furaha. Nikiwa natembea nilikuwa bado nawaza kuhusu Jamali alipo. Na huko alipo anapitia mangapi na ni kwa nini? Sikupata jibu. Nilikumbuka hata Salum alipoteaga kipindi fulani. Hapo sasa nikapata wasiwasi mkubwa, nikajisemea moyoni kwamba hao askofu na wale vijana wake ndio wamemteka kijana wa watu kwa sababu ya wivu wa mapenzi. Basi niliona kama vile wazo langu lina make sense. Nikaendelea kutembea nikiwa najiuliza. Kabla ya siku Jamali alipotoweka, tulikutana na Petro barabarani. Sasa hapo ndipo nikajua kabisa shida ilianzia hapo. Nikasema kwamba nitampigia Samuel aweze kumwachia. Ninajua tu ndiye anafahamu alipo. Sasa wakati nawaza hivi, nilikuwa nakaribia getini. Nikainua macho na kutazama mbele. Ile ni maangalia hivi, nimekuta gari ya askofu imepaki pale nje. Nikajiuliza, ndiye yeye au vijana wake? Basi mimi nikasogea getini kwa uoga, kisha nikatikisa geti. Nilipotikisa tu, alifungua mlango wa gari na alichungulia askofu akiwa na tabasamu. Akasema, umerudi? Nikasema, ndio, ulikuwa hapa? Akajibu, muda sana tu, nimekuja kumsalimia mtoto. Basi nilifungua geti, kisha naye alishuka na kusogelea geti, akaingia ndani ya geti. Akamtazama mtoto, akamshika na kusema kwamba, Musa, ujambo? Nikasema mtoto alikuwa anaumwa sana, hata sasa hivi hajakaa sawa. Basi hata kujali sana askofu. Alisema tu kwamba pole yake. Mimi ninaondoka, nimeshamaliza muda wangu kukaa hapa. Samahani sana, kuna jambo ninataka kuzungumza na wewe. Hapana, nimekumbuka kitu. Ngoja niondoke, utanipigia simu kama kuna jambo. Lakini umeniblock, alafu kwani si ulikuja kumuona mtoto? Hujakaa naye wala hata hujajua anaendeleaje. Naona uso wako hauna furaha. Lakini ulinikosea sana. Najua na ulishakataa kunisamehe. Ila shida sio mimi, shida mtoto. Ulisema utampambania mpaka pumzi yako ya mwisho. Ni ngumu kupenda tunda ambalo halipendi ua lake. Sawa, ila na jambo. Liseme, nina haraka sana. Jamali ndiye ananisaidia kumtunza mtoto kwa sasa, lakini ni siku ya 5 amepotea, so sijui yuko wapi. Ninaomba kama nyie ndio mmemshikilia basi mwachie kijana wa watu, maana hana makosa yote. Makosa ni ya kwangu. Jamali kapotea? Siku 5? Alipoteaje? Bwana usiniigizie. Naomba please mwachie na kuomba sana. Mbona mnamtesa kaka watu bila makosa? Msikilizaji, nilianza kuangua kilio. Nikapiga hadi magoti chini nikasema naomba please. Kama mimi ndio chanzo cha matatizo basi nitaondoka huu mtaa, nitaenda kutafuta maisha kwingine, ila msimtese kwa sababu yangu. Askofu alibaki akinishangaa. Akaniambia mimi sijamteka mtu bwana. Mimi ni mtumishi wa Mungu, siwezi kufanya mambo hayo. Nilimtazama kwa hasira. Nikaona huyu ni mnafiki tu, mtumishi wa Mungu. Mimi nakujua vizuri sana Bamsa. Hata Salumu alipotea hivi, aliporudi alitoa talaka mara moja tu. Kwanza hilo jina la Bamsa usitamke tena. Utakuja kuniharibia kazi. Sawa, basi naomba Jamali arudi jamani. Ninaahidi kama shida ni mimi nitachana naye. Mimi sijamteka mtu bwana, Labda kama kuna genge lingine la watu wahuni tu wanaotaka kuchafua jina langu wamefanya hivyo. Ila mimi siwezi kufanya hivyo bwana. Basi pengine hata vijana wako wamefanya hivyo kwa siri. Yaani hawajapata go ahead kwako. Naomba basi uambie waache. Wewe unanipotezea tu muda bwana. Kwaheri. Basi aliondoka. Aliniacha nimepiga magoti chini. Najitikisa tu kumtuliza mtoto ambaye pia naye alikuwa akilia mgongoni. Simon hakujali chochote. Basi mimi
Sogea barazani, nikaamua kumnyonyesha mtoto, nikawa natoka tu na machozi na jisemea, kosa moja tu limeageuza maisha yaliyokuwa matamu yakawa machungu namna hii. Natamani siku zirudi nyuma nirekebishe kila nilipokosea. Sasa mimi niliendelea kukaa pale kwenye ile nyumba ya Samon kwa kipindi cha siku 2. Nikiwa ninajisikia kuumwa sana. Kesho yake asubuhi niliamua kuondoka kurudi kule kwa Jamali, ambapo nilikuta mlango wa Jamali kama upo wazi hivi. Nilishtuka na kusema kwamba ina maana sikufunga mlango. Nikasogea haraka na kujaribu kusukuma. Nilipoingiza macho hivi ndani, nilishangazwa. Ndani kulikuwa ni hakuna kitu cha Jamali chochote. Nilikuta tu makontena yangu mawili niliyowahi kumletea chakula, nguo zangu na za mtoto pamoja na pochi yangu. Nilishangaa nikasema what? Nikaingia ndani na kupangalia palivyokuwa pameachwa. Niliashika ile makontena kisha nikawa nimeketi sakafuni. Ninawaza mambo mengi sana. Mwisho nikajisemea kwamba hii mbinu ya Jamali kutoweka nyumbani ilikuwa kimkakati. Alitaka kunikimbia, akashindwa kuniambia. Basi nilianza kulia tena. Nikasema kwamba kumbe hata Jamali hakunipenda nilivyokuwa ninadhani. Niliumia sana msikilizaji. Nilipochoka kulia, nilibeba kila kilicho changu, nikarudi kwenye nyumba ya Samon, nikawa naishi kama mjane. Nikawa sina hili wala lile. Nilimtumia ujumbe Samon nikasema kwamba nisamehe kwa kukuhisi vibaya. Nimekuja kujua kumbe Jamali alikuwa na mpango tu wa kunitoroka. Ndo akajifanya kwa stali ile. Lakini naomba tu maisha yaendelee. Basi msikilizaji, maisha yangu bwana alianza kuwa magumu sana. Uchumi ukawa unaporomoka. Mpaka nikarudi ni kama mtu maskini kabisa. Nilishika simu yangu ya iPhone nikasema kwamba hii ni kama haina kazi. Nikaanza kumtafuta mteja. Nilipokosa mnunuzi, niliweka rehani kwa muuza simu, akanipa 200,000. Imagine simu ya milioni 3 nimeweka bondi kwa shilingi 200,000 tu. Ila shida hizi nilishindwa kuikomboa ile simu. Na baadaye yule jamaa aliamua kuiuza na hakunipa hata thumuni. Nilianza kuteseka mimi na mtoto. Nikampigia dada simu niende kwake, lakini alisema mumewe amekataa nisiende pale na mtoto, labda kama niko mwenyewe. Nilisema moyoni ya kwamba msa wangu siwezi kumwacha nyuma kamwe. Basi nilitafuta sana kazi sehemu mbalimbali, lakini sikufanikiwa. Huwezi kuamini, kosa moja tu lilifanya mazuri zaidi ya 1,000 niliyomtendea Samon akafutika. Alinisahau na kunifutilia mbali kabisa. Lakini kwani alishawahi kunikosea jamani? Ila maisha haya. Katika kutafuta kazi, nilikuwa natembea kiwanda fulani cha ngozi kilichoko njia ya kwenda Himo. Hapo nilikuwa na mtoto mgongoni. Wakaniambia kwa namna kazi ilivyo nisingeweza mimi na mtoto mdogo kiasi kile. Basi nitoka kule ndani nikiwa nimeshikilia shilingi 500 mkononi. Ni nauli ya kurudi Mwanga, lakini sikujua nitafikaje kule nilipokuwa nikiishi, na ni mbali sana kutoka mjini. Nikasema tu Mungu nisaidie. Kama vile Mungu tu alinisikia saa ile. Nilisikia nimeguswa begani. Nikageuka kwa mshtuko. Nilipogeuka hivi, ni Salumu alikuwa amenishika. Tabasamu lake lilikuwa halikauki mdomoni mwake. Na alikuwa yule tu wa siku zote. Hakubadilika sana, maana hata miaka haikuwa imepita. Kwa mshangao tu nikasema kwamba Salumu. Akaitika akasema naam kwema. Aliitika sasa akimtazama mtoto mgongoni. Nikaambia salama tu, vipi hali yako? Salumu akasema poa, naona mtoto ameshakuwa mkaka kabisa. Nikasema ni Mungu tu. Basi Salumu aliniangalia akajua tu sipo sawa. Akaniambia kwamba twende ukanywe hata chai. Basi alinipakia kwenye pikipiki yake. Akanipeleka mpaka eneo fulani hivi kulikuwa na mgahawa wa hadhi ya kawaida. Akaniambia niagize chochote. Niagiza supu na chapati nikawa nakula. Salumu akaanza kujielezea, akasema kwamba mimi niliondoka nikaenda kukaa Arusha, ila kiukweli hapa kunipendeza. Niliona nirudi tu na sasa hivi nimejikita hapa Kifaru, naendelea na biashara zangu za ufundi wa pikipiki. Nikaambia hongera sana. Akanijibu asante. Basi tuliendelea kupata cha asubuhi, mimi namlisha mtoto wangu na alikuwa naye anakula, maana ni muda hajapata vitu vitamu kama hivyo. Basi Salumu hakuweza kukaa kimya.
Akaniambia kwamba mbona maisha yako yamebadilika sana? Umekonda, yani uso umekunjamana, ule uzuri wako umepotea. Kuna shida gani yani? Msikilizaji, nishindwa kumjibu kwa haraka. Ninawaza nianzaje kumwelezea. Nikiwa nawaza pa kuanzia, chozi likaanza kunitoka. Nikajifuta tu kwa kanga. Halafu nikasikitika na kusema tu, da. Salumu akasema pole sana. Nikamwambia asante. Salumu aliamua kufunguka. Akasema kwamba Bishop hakuwa mtu mzuri kama vile watu walivyomuona. Kipindi nilipochukuliwa na wale vijana watatu, sijui Petro, Abduri, sijui na nani ule, nilipitia mateso ambayo yani nilielewa kabisa huyu ni shetani aliyejificha kwenye kivuli cha dini. Basi linibidi nimtetee kidogo. Nikasema kwamba mimi ndiye niliyemkosea. Salumu alishtuka na kusema kwamba ulikuwa na msimamo mkali sana. Yani ulikuja kumkosea nini mpaka akuache upauke namna hii? Nikasema kwamba nilipojifungua alisafiri muda mrefu na hata hivyo nilimsaliti, akaja akanifumania na ndipo aliponiacha siku hiyo. So mpaka leo hajawahi hata kutoa hata 100 mbovu ya mtoto. Basi Salumu alitikisa kichwa kwa hisia. Najua huenda alijisikia vibaya kwa sababu kumwambia kwamba nilisaliti wakati yeye mwenyewe alikuwa ananitaka. Basi Salumu akasema kwamba alafu kuna kijana mmoja alikuwa anaitwa Jamal, naye nasikia alipotea katika mazingira ya kutatanisha baada ya kufumaniwa. Sasa sijui hapa Mwanga kumekuwa na tabia gani. Msikilizaji, nilinua macho na kumshangaa. Kumbe anamfahamu hadi Jamal. Nikatulia sasa nimsikilize kwa makini. Salumu akasema kwamba hakika wale yani ni kama usalama wa taifa, yani wako kijasusi sana. Nikaambia kwamba yani nateseka sana, sijui hata niende wapi, yani nimetengwa na kila mtu. Nina shida sana. Nawaza nirudi kwa babangu lakini nitamwambia nini? Salumu akasema usirudi kwanza nyumbani. Nikasema sasa nitafanya nini Salumu? Maisha ni magumu. Hapa sina hata yani nauli ya kwenda nyumbani. Kuna wakati natamani kufa, ila sasa nitamwachaje mwanangu kwenye mazingira ya uyatima kama haya? Kweli. Nilinamisha kichwa nikalia kwanza, maana sioni njia yoyote. Salumu alinibembeleza. Akasema kwamba usilie, mambo yote yatakuwa sawa. Sasa nilifikia mahali nikaacha kulia, nikafuta tu machozi, nikawa natazama eneo moja. Salumu alipoona nimeshapotea kwenye mstari, aliinuka na kusema kwamba basi mimi ngoja niwaache, nilikuja tu kupata chai, ngoja nirudi jobu. Nikaambia kwamba asante kwa chai. Akasema usijali. Kisha aliingiza mkono mfukoni, akatoa shilingi 20,000 akanipatia. Nilikunjia mkononi, nikamshangaa kwanza. Yani ananipa pesa yote hiyo bure bure tu. Nikamuuliza kwamba Salumu, umenipa hii ya nini? Akasema tumia kama nauli, nyingine utanunua chochote chakula nyumbani. Nikasema Mungu akubariki sana Salumu, una roho ya kipekee sana. Ninaamini Mungu ni kama alinikutanisha tu na mtu sahihi lakini sikujua. Salumu akasema usijali, wewe malizia kwanza supu kisha tuondoka sawa? Nikaambia sawa, nipatie namba yako kwanza. Nilitoa kisoswadu kwenye pochi nikampatia, akaandika namba yake akanirudishia kisha aliniaga na kuondoka. Nilinamisha kichwa nikajiuliza, hivi ni mimi yule niliyekuwa napewa 200,000 na askofu alafu na ikataa? Nilibaki tu kusonya. Yaani maisha yalikuwa yamepinduka. Ndio ile Waswahili wanasema maisha ni milima na mabonde. Nikajikuta naelewa sasa kumbe kweli kuna kushuka na kupanda. Basi nilipitia sokoni, nikaenda kununua vitu vya kupika sokoni kisha nilienda nyumbani. Nilipofika nyumbani nilipika ugali wangu wa dagaa kisha nikaanza kupiga mahesabu namna ya kuishi. Bado sikuona mwelekeo. Nikajisemea moyoni ya kwamba kuna kipindi shemeji yangu alikuwa ananitaka. Hivi nikijipendekeza hawezi kunisaidia kweli mtaji hata niuze hata genge. Basi nikaishika simu yangu, nikakopa salio, nikajiunga kisha nikampigia Darei ili sasa nimzuge nijue kama yupo na shem. Maana nikimpigia akiwa na shemeji akaona atajua ninamdangia mume wake. Nilimsalimia Darei, nikamwambia kwamba Mama Nuru umenisusa. Darei akasema kwamba mambo ni mengi sana shoga yangu, unajua tena kulea. Nikasema si mnasaidiana na shemeji lakini. Akasema yani yule akishaweka pesa mezani mambo mengine yani utajiongeza mwenyewe. Nikasema yani unamsengenya ina maana kwamba yani hakusikii unavyoongea hivyo.
Akajibu, yupo kazini sasa hivi. Nikasema haya bwana, nimesema nikujulie tu hali. Basi dada naye kwa sababu nilikuwa na shida hakutaka maongezi mengi. Aliniambia tu haya shoga yangu. Nikakata simu mara moja, kisha nikampigia shemeji, mume wake Darei. Nilipompigia nikasema, shemeji shikamoo. Shemeji akatikia kwa mkato akasema maraba. Alijua sijui ninautaka msaada. Nikamwambia kwamba kwa hiyo shemu umeamua kuacha kunisaidia kabisa, niliomba nije nikae kwako hapo nyumbani. Shemeji akaniambia kwamba wewe shida yako na maringo sana Halima. Basi mimi nikalegeza sauti nikasema maringo gani jamani shemeji? Shemeji akasema kipindi ndio kwanza mbichi ulikuwa unaringa sana kichizi. Napoomba tuonane uko unazingua. Sasa mimi napata wapi moyo wa kukusaidia? Nikamwambia lini una nafasi tuonane shem? Baba Nuru akaniuliza kwamba tuonane, nikamjibu ndio tuonane. Akasema wewe usikute dada yako kwa kutuma, kwani kuna nini? Nikamwambia wewe niambie tu tuonane wapi tuongee vizuri. Basi shemu akasema kwamba nitakurudia, ngoja nikikaa kwa utulivu nitakurudia. Basi alikata simu. Nikabaki najisemea moyoni ya kwamba akijiendekeza na muomba anisaidie hata nipate mtaji kidogo. Kwani hata tukifanya, kwani anaondoka nayo babu? Si ananiachia. Basi ilipofika weekend shemeji aliniambia tukutane sehemu fulani hivi. Tulienda tukakaa mafichoni tukawa sasa tunaongea. Lakini hakuonyesha hata nia ya kuwa karibu na mimi kama ilivyokuwa mwanzo. Nafikiri yote ni kwa sababu nilikuwa nimechakaa sana. Aliniachia shilingi 10,000. Kisha kanambia yuko busy kidogo. Atanitafuta siku nyingine akiwa na muda ili tukae vizuri tuongee. So maisha yaliendelea. Nikawa sasa naomba vishilingi kama hivyo, vikawa vinanisaidia mimi hapa kupata chakula changu mimi na mtoto. Kodi haikuwa shida maana bado nilikaa kwenye ile nyumba ya askofu japo hakuwahi kufika pale wala kunipigia simu yote. Niliendelea kupambana lakini maisha ya kuomba yalinichosha. Nikawaza nifanye biashara gani ya mtaji mdogo kabisa. Ndio lilinijia wazo la kuuza uji. Nikapiga mahesabu yangu nikagundua kuwa ni shilingi 50,000 pekee ingenitosha mimi kununua chupa za kuwekea uji, vikombe na unga pamoja na viungo vingine kama sukari na kadhalika. Nikaona hapo ni bingo, mambo ni safi kabisa. Nikiangalia pale mtaani kuna shule kibao pamoja na vijue vingi tu. Kwa hiyo sitakosa wateja. Sasa shida ikawa ni kuipata hiyo shilingi 50,000 sasa. Ninaipata wapi? Inanibidi nimpigie Salum niongee naye. Nikamwambia shida yangu na mpango wangu. Salum akanambia ni mpango mzuri sana huo. Hiyo pesa itakutosha kweli? Nikamwambia inanitosha kabisa kakaangu. Salum akasema hebu ngoja nikurudia sasa hivi. Basi akakata simu. Nilisubiri, nikasubiri. Kwani alinipigia sasa? Nikafikiria nani mwingine sasa ninaweza nikamuomba faster, nikakosa. Unajua kuna ile hali fulani hivi unapitia, una uhitaji, unaweza kaingia kwenye simu yako kuanzia herufi A mpaka Z ukakosa mtu wa kumpigia kumueleza shida yako. Herufi A mpaka Z. Kuna muda unaona labda kuna mtu umemruka, unaanza tena kutokea Z kupanda juu A. Huoni? Unafikiria nikimwambia huyu atajua shida yangu, yani ni kama nitakuwa nimejiaibisha, yani hivyo. Kwani nifikiria nani? Mwisho nikasema potelea mbali, ngoja nimpigie babangu kule nyumbani anaweza kunielewa. Nilimpigia baba simu, akapokea kwa changamfu sana. Akasema, mwanangu kipenzi unaendeleaje? Nikasema salama baba, shikamoo. Baba akasema marhaba kabisa mjukuu wangu, jambo. Nikasema jambo, ila ana njaa ndo. Nadhani njaa ndo itamuua. Niliongea nikicheka sababu akasema kwamba hawezi kufa njaa bwana tukiwa hai. Nikamwambia ni kweli baba, nimekupigia sijawahi kukulelia shida tangu niolewe baba, lakini leo babangu naomba nisaidie. Baba akavuta kwanza pumzi. Akaongea kichaga. Nikacheka na kusema kwamba baba naomba tu nisaidie basi, hata kwa mkopo nitakurudishia. Baba akasema mwanangu huku kuna kuaga na pesa basi. Nikasema baba nina shida 50,000 tu, kuna mahali nimekwama. Baba aliongea kwa mshtuko akasema 50,000? Msikilizaji, nikaogopa kwamba labda nimetaja hela nyingi. Nikasema ndio baba, wewe kwa una shilingi ngapi jamani? Hata unisogeze mbele tu mimi nitakurudishia walai baba. Baba akasema wewe ni mtoto wangu. Ninaye mpenda kuliko wote.
nilikuwa nakulinda sana kipindi cha nyuma, maana mimi niliamini wewe ndiye utaniletea heshima, ila sasa nilifeli kidogo tu kukuruhusu uondoke nyumbani. Ninajua mwanangu, hata nikisema urudi uje ukae nyumbani hautatakata, maana utahisi majirani na marafiki zako wataona umefeli kimaisha, lakini sio kweli. Kama una shida sana usisite kuja nyumbani bwana. Msikilizaji, nilijua kweli baba yangu alishapambana sana kunilinda, ila ungo ulipovunjika, balee ilisababisha nikawa kichaa, nikawa nataka kuridhisha mwili na kudhani maisha ni marahisi. Nilishia kumwambia tu baba ya kwamba naomba unisamehe baba, nilisha kudanganya vingi, ila wewe ni baba bora kwangu, najivunia hilo, kwa hiyo nilishindwa mwenyewe. Baba akasema, mimi sijaukatia tamaa bwana, mimi naamini ipo siku utafika pale ulipokuwa unapatarajia. Bado nyota yako inang'aa sana, ila shetani tu amejaribu kuichafua, na usione unayopitia ni magumu sana, ila Mungu tu anataka urudi kwenye mstari uweze kutimiza kile kilichokuleta duniani. Hata kama sitakuwepo, ila utakuja kwenye kaburi langu utasema baba aliniambia nitafanikiwa, na sasa na mafanikio. Nikasema kwamba amina baba, Mungu akutunze, usife hujaona mafanikio yangu. Baba akasema, mimi sijawahi mwambia mtoto mwingine haya maneno, ila wewe nakiri nitaa, ulipozaliwa tu ndipo nilianza kupata mafanikio. Nikasema asante baba. Msikilizaji, nilishangaa baba yangu aliongea kwa busara sana. Sijui siku ile alikuwa anawaza nini maskini. Mwishowe baba aliniambia kwamba nikutumie kwenye namba ipi. Jamani, ukiwa na shida hakuna kauli tamu kama hii. Hakuna kauli ambayo inakufanya ujisikie ni binadamu tena duniani kama nikutumie kwenye namba ipi. Nikamwambia baba kwamba ni hii baba, ulinisajilia wewe. Baba akasema anatuma sasa hivi. Nilikata simu, nikana tafakari maneno ya baba yangu. Mwishowe nikasikia ujumbe kwenye simu. Nilipotazama baba alikuwa amenitumia shilingi 70,000. Alafu muda huo alinipigia na kuniuliza kwamba mwanangu umeiona? Nikasema baba, yani baba umenikomboa sana, yani baba, yani sitachukua muda kukurudishia baba yangu, asante. Baba akasema hapana mwanangu, hiyo pesa kidogo hivyo bwana, mimi sihitaji unirudishie. Nilijua ni pesa nyingi zaidi, ndio maana niliogopa. Kwa kuwa wewe ni binti yangu na umekuwa ukinisupport sana tangu uende huko Mwanga, basi leo umelia shida, mimi naamini kweli umekwama. Kwa hiyo nakuombea ikawe taa ya kung'arisha njia zako na ukafanikiwe. Basi nilimshukuru sana babangu hadi machozi yalinitoka. Yaani ilikuwa nusu tu hivi nianze udangaji. Yaani ilikuwa bado punje tu ungenikuta barabarani msikilizaji. Kidogo tu ningewa naanza kudanga. Tena uende hata barabarani singeenda. Kwani mtu ukitembea kutoka hapa mpaka sokoni nadhani tutakutana na watu wangapi? Ningeanza kudanga. Japo unajua udangaji una hasara. Kutana na manafsi ya ovyo ovyo huko yote unayabeba tu mwilini Hata kama utumie kondom bado nafsi imeingia tu. Sio ilikuwa bado kidogo tena nazo dangaji, lakini baba alikuja kunikomboa kutoka kwenye hiyo kashfa. Nikiwa nimekaa tu hivi, mara ikaingia 55,000 kwenye simu. Nikasema nani tena huyu jamani? Nilipotazama jina ni kama la wakala hivi niliyekuwa nimeshawahi kupokea pesa kutoka kwake. Ila sasa ni hata sikukumbuka ni wapi. Basi simu ikaita. Nani anapiga? Salum. Akaniambia, nimekutumia hapo hiyo hela, so piga kazi, ukikwama usisite kuniambia. Msikilizaji, nikashukuru sana. Nikasema, dua za baba yangu zimeanza kufanya kazi mapema jamani. Alhamdulillah. Basi siku chache mbele nilianza biashara ya uji. Mtoto mgongoni, ndio maji kichwani, kikapu mkononi. Natembea kwenye vijiwe mbalimbali kuuza. Nikaanza hivyo sasa kwa kipindi kirefu sana. Ile biashara bwana ilinilisha kwa muda wa miezi kama 8 hivi. Na mtaji uliongezeka kidogo, na mwanangu akawa sasa hata anatembea nini. Saa nyingine namuacha kwa jirani, mimi naenda kuuza huko. Ilifikia mahali nikawa sasa nimeanza kupata nuru. Hapo nafsi ilisharidhika na maisha kabisa. Nikaona sasa ni kupanua biashara, niuze vitafunwa asubuhi, afu mchana niuze matunda, afu usiku niuze uji kama kawaida, yani nipate pesa nyingi zaidi. Hapo bado sijahama kwenye nyumba ya askofu. Nilipoanza biashara ya matunda, niliingia ndani na kuchukua yale makontena ambayo nilikuwa nimeyachukua kule kwa Jamali kipindi aliponitoroka. Yaani mwaka na nilikuwa sijawahi hata kuyafungua. Sasa nikaona yana kazi, ninaweza kuuzia hata matunda wakati mwingine. Niliatoa kwenye eneo yalipokuwa, nikaongeza na mapya, kisha nikawa ninayaosha nini.
Nilipofunua lile kontena moja, kwanza nilikuta kuna karatasi iliyokunjwa vyema. Nikaitoa nikasema ngoja nikunjue. Nilipofungua ile karatasi, nilishangaa kukuta imeandikwa kwa mfumo wa barua. Licha ya kwamba haikupangiliwa kama tulivyofundishwa shuleni namna ya uandishi wa barua, lakini ilikuwa na ujumbe. Barua iliandikwa hivi: nisamehe, najua nimeukatisha tamaa baada ya kukimbia. Sijafanya hivi kwa sababu sikupendi. Hapana, nakupenda wewe pamoja na Musa. Nawapenda sana. Lakini hii wiki ndio kwa nimepotea. Nilipitia maumivu makali, niliteseka sana. Na nilitishiwa kuuawa kama nisinge achana na wewe. Nilienda mbali ila na kuachia ujumbe huu. Mlinde sana mwanao, mtunze sana. Ila na kuahidi kama tukionana tena, nitahakikisha hatutatengana tena Halima. Ninaenda kuandaa mazingira mazuri kwa ajili yako, ili kama tukionana uishi kwa furaha milele. Lakini nakupa onyo, kaa mbali sana na hao watu. Hao watu sio watu wazuri. Ikiwezekana ondoka katika mtaa huu, maana ni hatari. Narudia, sikimbii kwa sababu sikupendi. Hapana. Nafanya hivyo kwa ajili ya usalama wangu na wa kwako wewe na mtoto wako. Pengine Mungu akipenda tutaonana tukiwa na uhuru zaidi. Ni mimi Jamal. Msikilizaji, nichoka. Nikasema kumbe yote niliyofikiria kuhusu Jamal kunitoroka yalikuwa ni wrong. Na kumbe nimekaa na ujumbe wa muhimu namna hii ndani bila hata kujua. Niliwaza sana. Alifanywa nini? Na alikokimbilia alienda wapi na kufanya nini? Na kama alikuwa anawaza labda tutaonana ni lini? Nilikunja ile barua nikaweka kwenye brazia ili sasa nikaihifadhi vyema pindi nikimaliza kuosha vyombo. Basi niliendelea kujipambania mwenyewe. Furaha ikawa imerudi kwangu. Nilikuwa sio tegemezi kwa mtu yote. Nilikuwa ninahangaika mimi kwa ajili ya mwanangu tu. Nafsi ilisiuzika, nikawa single moja kwa moja. Nilikuwa sitaki hata kusikia kiumbe kinaitwa mwanaume. Licha ya wao kunisumbua sana, lakini nilijua watanitumia sana na sitapata faida yoyote. Salumu alikuwa ni mtu pekee aliyekuwa akinitia moyo mara kwa mara. Na hata nilipojaribu kumrudishia zile pesa alizokuwa amenipatia, kama hata kutaka kuzipokea, alisema ni sadaka tu alitoa. Hakuonyesha chuki licha ya kipindi cha nyuma mimi kumkataa. Alisahau yote na maisha yanaendelea. Ukaribu wake sometimes ulinipa wasiwasi na kuhisi kwamba pengine ipo siku nitakawia kulipa kila alichokuwa akinitendea. Lakini mpaka leo mimi sikuwahi kusikia siku amenitamkia kwamba ananitaka kimapenzi. Salumu ulipo, Mungu akubariki sana. So nilifanikiwa kwa kiasi kikubwa na taarifa zilimfikia Askofu Simon kwamba nimeanza tena kupendeza. Siku moja bwana nipigia simu, akauliza uko wapi? Nikaambia niko hapa shule ya Vudoi, nimeleta vitafunwa. Akaniambia okay, baadaye nitakuja kuona. Nikamuuliza wapi huko? Akasema nitakuja nyumbani tu, ukisharudi wewe nipe taarifa. Nikaambia kwamba kwenye saa 10 jioni nitakuwa nyumbani nikiandaa uji kwa ajili ya kutembeza jioni. Simon akasema sawa. Kweli niliendelea na kazi na baadaye nirudi nyumbani. Nirudi nyumbani nikiwa nina pesa yangu ya kutosha. Mtoto nilikuwa nimemwacha kwa mama moja hivi aitwaye Mama Samueli. Mara zote ndipo nilikuwa nikimwacha, maana pia alikuwa na daycare. Ila alipoona ninateseka kutembea na mtoto aliniambia nimwache akaenee bure tu. Hakunitoza pesa yote isipokuwa tu nilikuwa namwachia chakula cha mtoto. Nilimchukua mwanangu na kwenda naye nyumbani. Nikawa nacheza naye tukawa tunafurahi nini. Musa alikuwa amechangamka na ameshakuwa mkaka. Miaka ni 3 kasoro. Mara ajifiche niwe namtafuta, nikimpata tunacheka na mbeba tunafurahi. Ghafla nikasikia simu imeita. Nikapokea, ni Simon. Akasema kwamba niko getini, nifungulie niingie na gari moja kwa moja. Basi nilienda kufungua na aliingia na gari ile tu aliyokuwa amenipatia. Ila alikuwa ameibadilisha tena rangi ikawa nyeupe. Alipaki ndani, kisha nilimkaribisha ndani, tukakaa sebuleni. Akanambia kwamba ni muda mrefu hatujaonana, mtoto amekuwa sana. Nikasema ni kweli, kwa sasa anakimbilia miaka 3. Askofu akasema kweli. Basi alimuita mtoto, akasema mtoto njoo. Mtoto akagoma kwenda kwa baba yake. Akana nikumbatia mimi tu. Nikaambia kwamba nenda kwa baba. Mtoto akawa hataki.
Askofu alijiongeza kusema kwamba nimekaa mbali naye sana, kwa hiyo hajanizoea. Nikaambia ni kweli, lakini atakuzoea tu. Baba askofu aliniangalia, akasema kwamba kiukweli kwa sasa umebadilika, umependeza na naona umejipambania sana. Nikasema namshukuru Mungu ananipigania. Basi tuliongea mengi sana. Hata hivyo baadaye aliniaga akanipa 100,000. Akasema nimnunulie mtoto nguo. Mimi sikuweza kukataa, nilipokea na aliondoka zake. Nilianza kuandaa uji wangu kama kawaida. Alafu nilipomaliza nilienda kutembeza mtaani. Mpaka saa 2 hivi ndipo niporejea na kupika chakula kwa ajili yangu na mwanangu. Tukala, tukaoga, kisha tukalala zetu bila hata stress. Usiku by saa 6 hivi nilishtuka usingizini, simu yangu ilikuwa inaita. Nikaitazama, ni Askofu Samuel alikuwa ananipigia. Nikaipokea na kumsikiliza. Nikasema halo. Askofu akasema halo, umeshalala? Nikamjibu ndio nimeshalala. Akasema samahani sana kwa usumbufu, tunaweza kuongea au unalala? Nikamwambia tuongee tu, kuna jambo la muhimu ama. Askofu akasema kwamba nimejaribu kusaka usingizi sana lakini umekosekana kuja. Nimejikuta mkosaji mkubwa kwa kipindi chote nilichokaa mbali na wewe pamoja na mwanangu. Msikilizaji anaendelea kumsikiliza, yani kusikiliza ngonjera zake. Akasema kwamba nimemwona mwanangu ananikataa live. Hanijui kama baba yake, lakini kikweli kosa ni la kwangu, nilishindwa kudumisha ukaribu wangu mimi na yeye. Nilibaki kumsikiliza askofu, nikamwambia kwamba Akasema nilisahau kwamba kosa moja lisifunike mema mengi ambayo yalitendwa kipindi cha nyuma. Nikachukua hatua ya kutelekeza pamoja na mtoto, kwa hiyo nimeumia sana. Nikamwambia kwamba mimi nimeshasahau yote, kwa sasa tunaendelea tu vizuri. Askofu alijikoolesha na kusema kwamba nilikaa nikakumisi utani wetu na upendo wetu ulivyokuwa mtamu kipindi cha mwanzo, kwa hiyo nikajikuta ninasahau na kusemea yale yote yaliyotokea. Basi askofu alivyosema hivyo nikasema kwamba sawa, hamna shida. Askofu aliendelea akasema kwamba ninaomba pia nami unisamehe kwa yote mabaya niliyokutendea. Nikasema nishakusamehe muda mrefu tu. Akaniambia basi nilikuwa na ombi moja kwako Halima, naomba turudiane. Nilishtuka mpaka nikainuka na kuketi kitandani. Nikasema kwamba Akasema naomba turudiane Halima, ninakuahidi nitakutunza kuliko nilivyokuwa ninakutunza mwanzo, na nitakufanyia maisha yaliyo bora zaidi. Ninaamini upendo wangu kwako bado upo. Zilikuwa ni hasira tu. Nikamuuliza kwamba hasira za miaka Akasema kwamba niliumia sana. Kilichoniumiza ni vile tu nilikuwa na wale vijana wangu. Kwa hiyo ingekuwa sio hao basi mimi nisingeumia sana. Nilifikiria kama nikiendelea na wewe watanichukuliaje. Nikamuuliza kwamba kwani kwa sasa vijana wako hawatokumbuka yote aliyotokea? Askofu akajibu hawapo hata mmoja. Walishaenda mbali sana kujitafutia maisha mengine. Ni baada ya kugundulika kuna uhalifu walikuwa wanautenda, ikabidi wakimbie eneo hili na kwenda mbali. Abdul karudi kwa Zanzibar, Petro yuko huko Bukoba na Steve alienda Kenya. Nikasema huu ni mtihani huu. Askofu akasisitiza akasema kwamba nitakufanyia chochote unachotaka. Niambie nikufanyie nini ili uweze kuridhia kurudiana na mimi. Kama ni gari nitakununulia jipya, biashara nitakufungulia, na mtoto wako atasoma kwenye shule za gharama sana. Msikilizaji, nijikuta navuta pumzi ndefu. Nimebaki njia panda, sijui nimjibu nini. Nikaambia kwamba ninaomba unitafuta asubuhi, pengine nitakuwa nimeshafikiria vizuri. Akasema okay, una siku mwema. Nikasema na kwako pia. Basi nilala. Asubuhi niliamka mapema, nikaandaa vitafunwa na uji wa mtoto. Nikampeleka kwa mama Samueli mtoto, kisha niliondoka kwenda kutembeza mandazi, kachori, chapati, bagia. Mara nyingi nilipenda kupeleka kwenye shule ya Vudoi. Pale kulikuwa kuna wanafunzi wengi wa boarding, ndio walikuwa wananiungisha. Nilipomaliza kuuza nirudi nyumbani kwa mguu. Wakati natembea nilikuwa ninawaza kuhusu alichokuwa ameniambia baba askofu siku ile. Nilikuwa na pande mbili zinazonisumbua kichwani mwangu. Nimkubalie ili amtunze mtoto au nimkatalie tu niendelee kupambana na hali yangu. Nilichukua simu nikampigia Darei nimuombe ushauri. Ila nilipomweleza hayo
Aliingia juu na kusema kwamba yule mwanaume ni mbwa tu, usirudiane naye, mimi nakushauri hivyo. Labda tu kama unamtaka wewe. Lakini kama umekuja kuniomba ushauri, basi mimi nakushauri usirudiane naye. Nikamwambia kwamba mimi mwenyewe nimefikiria hivyo dada, lakini sasa nimekuja kuomba tu ushauri ili nijue mwenzangu utatoa wazo gani, lakini nashukuru kwa ushauri. Dada akasisitiza akasema kwamba kwani si unakula na kulala? Nikasema ndio. Dada akasema sasa kipindi kile ulipokuwa unateseka hicho kipindi chote alikuwa wapi? Hadi arudi sasa hivi kisa tu umeshaka kwenye mstari. Nikamwambia dada, ila kweli. Dada akasema sitaki kumsikia mimi bwana. Nikasema sawa dada. Basi nilipokata simu niliona dada alikuwa ameongea pointi nzuri na nzito sana. Nikasema kimeomoyo kwamba hapa siwezi kuwa naye. Baadaye usiku nilipokuwa sasa nimemaliza kazi zangu, alinipigia baba askofu akaniuliza kuhusu jibu lake. Nikamwambia kwamba baada ya kujifikiria kwa kina nimeona haitawezekana kurudiana mimi na wewe. Askofu akasema una mwanaume mwingine? Nikamwambia hapana, lakini hatutaweza kuwa wote. Askofu akasema sawa. Kisha alikata simu yake. Unasalitiwa na unaachwa wewe uliyefumania. Ila mapenzi haya. So msikilizaji, mimi nilijua maisha, kumbe alikasirika baba askofu bwana. Zilipopita siku 2 tu nilishangaa amekuja na watu pale nyumbani akidai nyumba ile anaipangisha kwa wale watu. Mimi nitabaki na chumba kimoja tu. Niliona kama utani, lakini baada ya muda kweli wale wapangaji walikuja na vitu vyao na walitaka nitoe vitu kwenye vyumba vilivyobaki pamoja na sebule na jikoni. Mimi nibaki na chumba kimoja tu cha kulala. Niliwaambia vitu ni vya yule baba, sina pa kuviweka. Chumbani ya kutosha. Basi walimpigia simu na kumuuliza, akasema kwamba ndio na nyewe vitumieni tu. Nilipoenda kumueleza Masamueli kuhusu hilo swala, akaniambia kwamba mdogo wangu, akufukuzaye hakwambii toka. Hama kwenye hiyo nyumba haraka sana. Utakuja hata kuwekewa sumu humo ndani. Nikasema sawa. Niliamua kutumia akiba yangu na kuondoka kwenye nyumba ile. Nilipompigia simu nikamwambia kwamba nahama wala hatakujali. Alichoniambia tu usiondoke na mali yoyote hapo ndani. Nikasema okay. Nilienda kununua godoro langu, nikapanga chumba kidogo sana kilichokuwa kibovu, nikaendelea kupambania maisha. Drama za kishetani zikaanza siku hadi siku. Mara kule shuleni nikapokonywa vitafunwa nikiambiwa nikosa kuuza vitu vya kula kwa wanafunzi. Uchumi ukashuka. Nikaanza kuteseka sasa baada ya kujitegemea kwenye kodi na vitu vingine vingi. Nilijiuliza kwa nini kila askofu akiona najitutumua anaamua kuniharibia? Kwa nini hapendi niendelee mimi? Kwa nini akirudi maishani mwangu maisha yanakuwa magumu? Nikajisemea nitampeleka mtoto wake na kumdhalilisha huko kanisani kwao shenzi huyu. Basi nikiwa nimempeleka mtoto kwa Masamueli asubuhi, aliniambia kwamba kuna mtu anatafuta mtu wa kazi uko tayari kwenda? Nikamuuliza Masamueli ya kwamba kazi gani? Masamueli akasema kazi za nyumbani tu, analipa 100,000. Nikamuuliza atakubali niende na mtoto? Akaniambia kwamba wala hata ana shida. Nikamwambia basi ngoja nifikirie. Nilienda kupambana huko mtaani. Yaani ile siku hali ilikuwa ni mbaya kiasi kwamba nirudi nimeingiza shilingi 1,000 tu. Nikamwambia Masamueli ya kwamba kama huyo mtu atatuma nauli mimi nitaenda, hamna namna. Yule mama akasema sawa, nitamueleza. Nilienda nyumbani, lakini usiku ule sikupumzika. Kuna roho moja ya kishetani ilinijia kichwani, ikaniambia kwamba hivi, kwa nini uteseke? Kwani hiyo mimba ulijipa mwenyewe? Mpeleke mtoto wake bwana. Mpelekee ateseke na yeye atakuheshimu. Basi hilo roho sijui litokea wapi. Linitesa usiku mzima. Najua msikilizaji unaweza ukaniona nilifanya kwa kutumia akili. Lakini huwezi amini. Yaani maisha yakiwa magumu kuna vitu unavifanya, alafu baadaye unakuja unajutia. Niliamka na hasira. Nguo zote za mtoto nizikusanya, nikamuogesha kisha nikamfungia mgongoni na kutoka nyumbani. Nilipofika barabarani, nilipanda bodaboda nikaenda mpaka kwenye nyumba ya kanisa. Sio ile nyumba ya askofu, bali nyumba ambapo kulikuwa na viongozi wa kanisa wa kiume kama vile mapadri, askofu na kadhalika. Nikajisemea hapa ninaenda kumwaga mchele kwenye kuku wengi. Nimechoka mimi drama za huyu baba. Basi nikiwa nimesimama pale getini ninawaza niende ndani. Nilikumbuka kitu na kusema kwamba wait. Hawa watu wasije wakaniteka na kunitesa. Asa nikiwa najishauri, mara ghafla nikasikia honi kando yangu. Niruka kwa uoga na kusogea pembeni sasa
nikigeukia ile gari, nikutana na Subaru nyeupe. Nilipoangalia namba ile gari ni ile ile nilioletewa siku ya birthday yangu. Sikupewa kwa sababu nilifumaniwa na Jamali. Nilipotazama ndani ya gari, nilimuona sister. Akashusha kioo na kuniita Halima. Nikasema, "Oh, kumbe wananijua." Nilisogea karibu kumtazama, alikuwa ni Sister Silvia. Nikamwamkia nikasema, "Shikamoo sister." Alitabasamu na kuniambia, "Marhaba, ujambo?" Basi alitikia hivyo na akawa ni kama ananichunguza nilivyovaa. Mimi nikaitikia sijambo. Nijiuliza kwamba kumbe baada ya askofu kunifumania aliamua kuja kuitoa ile gari kwa Sister Silvia. Nikajua siku hizi wawili hawa watakuwa wanakatakiana hawa. Mimi sikujali. Sister akaniuliza kwamba kwa nini uko hapa? Nikamwambia kwamba nimechoshwa na maisha sister. Akasema kwamba nakuona, pole sana mdogo wangu. Nikajua tu hii pole ni ya kinafiki. Na mimi nikaitikia. Naye akasema kwamba sasa nahisi unaenda kwenye nyumba ya viongozi. Hauoni kwamba ni hatari? Nikamwambia kwamba anahitaji kumwacha mtoto kwa baba yake. Akasema ni hatari kwa kanisa, itakuwa kashfa kwa askofu pia. Nikamwambia kwamba sasa mimi nafanyaje? Hata kumhudumia mtoto yani, lakini vile vile nikipata njia kupata pesa aniharibia. Sasa mimi nifanye nini? Abaki naye tu amhudumie yeye. Sister akasema hiyo sio solution. Huko ndani ukiingia, yani hatokubali, atakukana kabisa. Kwani una ushahidi wowote kwamba mtoto ni wa kwake? Nilifikiria na kusema kwamba hapana sina. Sister kaniambia kwamba basi hakuna namna. Lakini kuulize, je, kweli unataka mtoto wako abaki kanisani? Nikasema nampenda ila sina namna, nitamfuata tu baada ya muda. Akaniambia haya, panda kwenye gari nikupeleke sehemu sahihi ya kumuomba mtoto wako abaki. Basi nipanda kwenye gari. Kweli gari kali kinoma noma huko ndani. Moyoni nikaa najisemea ese. Kwa hiyo nisingefumaniwa, basi ungekuta mimi ndio naendesha hii gari nzuri hivi. Sikuwa na namna. Tulipofika mbele kidogo, sister alilipaki gari kisha alimpigia askofu akamuuliza kwamba mimi nataka kumwacha mtoto niende nikatafute maisha yangu. Askofu alicheka sana. Akamwambia kwamba nilisubiri hilo jambo kwa muda mrefu sana. Sister akamuuliza kwamba kwa hiyo mtoto apelekwe kwenye jumba la masista? Askofu akasema sio njia sahihi. Mtasema mmemtoa wapi? Hebu ngoja na kutumia ujumbe. Kisha akakata simu. Tulisubiri kwa dakika moja ndipo ujumbe uliingia kwa sister. Akausoma kisha akanigeukia na kuniambia kwamba jioni saa 1 nenda maeneo ya Railini karibu na hospitali. Kisha mwache mtoto pale. Sisi tutamchukua. Tutajifanya tumemuokota na ataingia kwenye jumba la masista kama mtoto wa mtaani aliyetelekezwa. Hivyo niambia hivyo nikaja juu. Nikasema kwa nini nifanye hivyo? Mimi siwezi kumtelekeza mwanangu. Yani siwezi kumwacha mtoto wangu sehemu yani sina uhakika kama atafuatwa au la. Haya yote kwa nini yani? Sister akasema kwamba yote ni kwa ajili ya kumlinda askofu. Ikigundulika ni mtoto wake itakuwa kashfa sana kwa kanisa. Nikasema basi sawa, ila siwezi kukaa mbali, si ndio? Akasema sawa. Basi msikilizaji, ile chuki iliyonijaa juu ya baba yake mtoto wangu ilipelekea nikataka akakae naye yeye. Nikampigia simu Mama Samueli nikamuuliza kwamba yule mtu ameongeleaje kuhusu kutuma nauli? Mimi natamani niende hata kesho, niko tayari. Mama Samueli akasema alisema atatuma ukiwa tayari. Nikamwambia kwamba mwambie tu atume mimi kesho niondoke. Mama Samueli akasema sawa. Basi jioni saa 1 hivi nilienda lile eneo walilo niambia nimwache mtoto. Mimi nilimweka sehemu ambayo niliamini hatakuwa na uoga. Nikampatia juice na biskuti nikamwambia kunywa, ninakuja sasa hivi. Akakubali, mimi nikaondoka. Sikwenda hata mbali. Nilienda kukaa mahali nikimchungulia mtoto wangu. Roho ya umama ilinijia ghafla na kuanza kuumia. Kwa nini namwacha mtoto wangu wakati mimi nina mikono na miguu? Nikaanza kujishauri au nikamchukue. Sasa nikiwa najishauri nilipokea simu kutoka kwa askofu. Nikamwambia kwamba halo. Akasema Halima uko wapi? Nikamjibu niko huko Railini. Akasema okay, sasa tunafanyaje sasa? Nikamuuliza kuhusu nini? Msikilizaji, nilipokuja kugeuka kumtazama mwanangu hakuwepo tena. Ikanibidi nikate simu nimfuate mwanangu. Ila nilipofika pale sikumuona alipoishia. Sikujua amechukuliwa na wale masista au nani. Ikabidi sasa nichukue simu nimpigie Sister Silvia huku sasa nikitetemeka. Nikasema dada, mwanangu hayupo nilipomweka. Akanijibu kwamba tunaye, usiwe na shaka juu yake, ataishi maisha bora. Nikamuuliza kweli? Akasema ya, nakuhakikishia utarudi na utamkuta akiishi vizuri. Basi niliondoka nikitokwa na machozi, lakini nilikuwa sina namna msikilizaji. Nilihitaji kusonga mbele na maisha mengine yaendelee. Siku 2 baadaye nilikuwa naingia Dar es Salaam asubuhi sana. Na niliposhuka stendi
Nilipokelewa na kijana umri kama miaka 20 tu. Akanipakiza kwenye bajaji na kuniambia, niliambiwa utakuja na mtoto. Nikaambia kwamba hapana, sijaja naye. Basi hakuna maneno mengi. Alimpeleka mpaka Goba, ndani huko kwenye nyumba nzuri. Alipofika getini, alifungua tukaingia ndani. Akaniambia kwamba bosi yuko kazini, atarudi muda si mrefu. Kwa sasa utakaa peke yako. Nikasema sawa. Basi mida kama saa 7 hivi, nilisikia geti limefunguliwa. Nilichungulia kwa uoga, nikaona gari imeingia ndani. Alafu alishuka mwanaume aliyenipa kisogo. Pande la mtu. Nikamwona kwa nyuma tu. Akaenda kufunga geti kisha akageuka. Alipogeuka nilimwona usoni, nilishangaa. Sikuamini kabisa. Moyoni kajisemea, Jamali. Kumbe mtu aliyeniita Dar es Salaam alikuwa ni Jamali. Nilitoka ndani kama mweu, nikamkimbilia. Aliponiona alitabasamu kwa furaha, akaniambia, "Wow, umefika." Nilimrukia, nikaanza kulia kwa uchungu, akasema, "Jamali, kumbe ni wewe." Akasema, usilie mama, nyamaza." Alinibeba na kuniingiza ndani, akaniachia sebuleni na kuniambia kwamba, "Ise, umekonda." Nikasema, "Ni maisha tu, sikujua kwamba ni wewe." "Ya, ni kweli, nilikuachia ujumbe kwenye kontena. Naamini uliuona. Nalihitaji kuja kuwa huru, na naamini kama hujapata chaguo lingine la maisha basi utakuwa huru hapa kwangu siku zote." "Mimi sina chaguo lingine." "Lakini mtoto yuko wapi?" "Nimemwacha kwa babake." Asime kwaje tena? Asingebaki bwana. "Usinilaumu, mimi nilikuwa sijui hata kama ni wewe. Ningejua basi nisingempeleka, ila yuko salama. Kama tutamhitaji basi muda mfupi mimi nitamfuata tu." "Okay, sawa." Basi bwana, nilifurahi sana. Alinichukua kanitoa kwanza out. Ndio kwanza naliona jiji la Dar kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu. Tukiwa naye Mlimani City pale tulijadili mengi. Lakini alichonishangaza zaidi, alisema mara zote alikuwa akimlipia ada mtoto wangu pale daycare. Na haikuwa bure kama mimi nilivyokuwa ninadhani. Alisema hata pesa alizonipatia Salum kwa ajili ya biashara basi yeye ndiye alimtumia. Nikasema, "Kwa nini usingesema tu mapema jamani?" Akaniambia isingewezekana, nilikuwa nataka niaweke maisha kwenye mstari ili ukija uishi kwa furaha. Nikamwambia, "Nashukuru kwa yote." Akasema, "Karibu sana." Basi tulianza kuishi na Jamali sio kama mfanyakazi bali kama wapenzi. Maisha yalikuwa ya furaha sana. Miaka 3 ikapita, nikawa na mtoto mwingine, ila kakawa kabinti. Nikamwomba Jamal nirudi Mwanga nikamwone mwanangu. Alinsisitiza nikienda nirudi na mtoto Msa. Nikamwambia nitajitahidi. Nilipofika Mwanga niliongea na Silvia, nikamwambia ninataka kumuona mtoto. Akaniambia mtoto anasoma shule ya msingi nzuri tu. Basi nilipelekwa hiyo shule, kweli shule ya kisasa. Ni shule ya kanisa, na nilionana na mwanangu. Msa alikuwa mkubwa ese. Alafu handsome bara. Nilimkumbatia na kukaa naye kwa dakika kadhaa. Nikanamuuliza kwamba, "Mwanangu, na furaha hapa?" Akasema, "Ndio na furaha mama." Nikamwambia, "Mwanangu, umenisamehe mwanangu?" Msa akasema, "Hujawahi kunikosea mama." Nikamwambia, basi naomba twende Dar." Musa alikataa kata. Akaniambia kwamba nataka baba yangu ndio aje anichukue. Mjenee wote wawili. Nikamuuliza, "Kwani unamjua baba?" Akasema, "Hapana, mimi nataka ukija naye nimjue baba yangu." Nikamwambia, "Basi subiri ukue, sawa? Kisha nitakuja kukuambia baba yako ni nani, umesikia? Lakini hayuko mbali. Yeye ndiye anakulipia na anajua kila mahitaji yako yanapatikana vipi, umesikia?" Musa akasema, "Sawa." Basi mimi niliondoka roho ikiwa inauma, lakini nilifurahi anaishi maisha bora. Kwa mimi nikarejea Dar es Salaam siku tu iliyofuata na maisha yakaendelea bwana. Kuna lolote unataka kuendelea kulisikiliza? Ndio hivyo, imeisha hivyo. Ndio imeisha hivyo msikilizaji, hamna namna. Mimi niko Dar, kama unataka kuja njoo. Nitakwambia naishi maeneo gani msikilizaji, lakini nikutakie wakati mwema. Asante sana. Naamini kuna mengi ambayo utakuwa umejifunza. Mimi nikikwambia kwa upande wangu, ila mapenzi jamani. Anyway, sijui lakini sielewi yani nizungumze vipi, ila natamani na wewe pia kuona comment yako kwa engo yoyote. Kitu gani ambacho umekipenda, kitu gani ambacho kimekereka kwa yani kimekukera kwa yoyote aliyekuboa kuanzia mwanzo mpaka hivi sasa. Lakini kwa upande wangu mimi anyway, kwa sababu hatima ni hatima tu, hamna namna. Japo mimi to be honest sikupenda swala ambalo Halima amelifanya. Kwa nini? Najua kukutana kwa Halima na Askofu haikuwa ni kwa njia nzuri. Japo pia tumejua upande wa pili wa Askofu huenda alikuwa ana karakta mbaya, lakini mwisho siku tunapokutana kwenye maisha
unaweza kumfanya mtu mbaya akawa ni mtu mzuri sana. So kitendo cha kumhudumia mtu kila kitu na kumpatia kila kitu anachokitaka, lakini bado akakusaliti tena mbele ya mtoto, hapana, ni tusi kubwa sana kwa mwanaume anayekuhudumia. Ni tusi kubwa sana kwa mwanaume aliyechagua kukupenda kwa namna yote ile. Lakini mwisho siku basi tu acha hatima ibaki kuwa hatima ya kwamba Halima ni wa Jamal. Kwa hiyo ngoja tu maisha mengine yaendelee jamani. Tunakosea ili kujifunze, lakini usije kuwa wewe kosa. Bora tu endelee kusikiliza makosa kwa wengine. Umesikia? Mimi langu jina ni Lucas Lumbas. Mtayarishaji ni Tino na niliyekusimulia simulizi hii ni Lucas Lumbas. Niseme tu Mungu atukutanishe kwenye simulizi zingine nzuri hapa Lumbas Simulizi. God be with you till we meet again. Bye bye.